Karibu msikilizaji wangu mpendwa katika simulizi yetu mpya iitwayo Ukuta wa Mauaji. Simulizi yetu inaanzia ndani ya jiji la Dazoli nchini Tanzania. Ni saa 6 usiku. Oh my god, nimelala muda wote huo. Monica alikuwa ameshangaa baada ya kushtuka muda huo toka alipolala saa 10 jioni. Alikuwa katikati ya kitanda chake kikubwa ndani ya chumba kikubwa chenye samani nzuri na za gharama. Alikuwa amelala mrembo huyo. Uchovu wa kazi za wiki nzima ulimlaza kwa masaa zaidi ya 8. Grrr. Sauti ya mwito wa kuingia kwa ujumbe wa maneno kwenye simu ilimfikia kwenye masikio yake. Kutokana na uchovu wa kulala muda mrefu, aliinuka akajinyoosha kisha akachukua simu na kutazama nani amemtumia ujumbe usiku wote huo. Jina kwenye kioo cha simu yake lilikuwa ni Mark Miraliconet. Alifungua haraka ujumbe huo na kusoma kwa pupa. Mambo mtoto mzuri. Imekuwa siku nzito sana leo. Sijaona ujumbe wako wote. Kuna uzima? Kama mzima, naomba nijibu kwa zile namba. Ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa mwanaume huyo. Monica alitabasamu kisha kaandika ujumbe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Kisha alituma kwenda kwenye hiyo namba. Huku akiwa na tabasamu alikumbatia simu yake. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa mwanaume huyo kuanzisha maongezi kati yao. Mara zote yeye ndiye ambaye amekuwa mwamuzi wakati ya hayo mawasiliano. Filimbi ya kwanza ya mawasiliano yao huwa yanaanza kwa kipenga chake mwanamke huyo. Namba hizo alizotuma zilikuwa na maana na mwanaume huyo alielewa. Najua jipanga kwa hili. Ila kesho tunatakiwa kwa pamoja kuanzia saa 2 usiku mpaka asubuhi. Kama utakubali basi nitumie tena namba. Zingatia muda. Ulikuwa ni ujumbe ambao ulikuwa umeshtua sana moyo wa Monica. Ni miaka 2 sasa amekuwa akiwasiliana na mwanaume huyo lakini hajawahi kuonana naye hata mara moja. Mara zote ambazo amekuwa akimuomba kuonana naye, mwanaume huyo amekuwa akisingizia ugumu wa ratiba zake pamoja na uwepo wa mke wake ambaye anambana mno. Ghafla leo hii alimwambia kesho usiku watakuwa pamoja. Monica alisoma ujumbe huo kwa kurudia mara mbili. Arudia tena na tena, alihisi macho yake hayaoni vizuri. Alishuka kitandani akachukua miwani alivaa na kusoma tena ujumbe huo. Ulikuwa vile bado aliona haitoshi kuamini umeandikwa hivyo inavyosomeka. Alizima tena kusoma tena ujumbe huo. Akiwa amezubaa kwenye ujumbe huo na kujisahau kujibu, uliingia ujumbe mwingine kutoka Mark Miraliconet. Kesho ndo siku ambayo nataka kukata kiu yako ulionayo juu yangu. Hivyo jiandae, kesho nataka kuwa pamoja na wewe, tukae karibu kwa usiku mzima. Nijibu kwa namba, zingatia muda. Ulikuwa ni ujumbe mwingine ambao ulimchukua Monica. Alijifinya kwa nguvu ili kujithibitishia kama hakuwa ndotoni. Maumivu aliyoyapata yalimpa majibu kwamba hakuwa usingizini. Hili lilikuwa linatokea kweli kwenye maisha yake. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Alijibu na kutuma tena kwenye namba ya Mark Miraliconet. Alifunika simu yake kisha akapiga magoti na kumshukuru Mungu siku imefika. Monica alikuwa msomaji mzuri wa vitabu vya hadithi. Alipenda sana riwaya za ujasusi na upelelezi ikiwa na mapigano na mapenzi ndani yake. Alianza kusoma riwaya toka alipo kidato cha 5 shule ya wasichana Loleza iliyopo jijini Mbeya nchini Tanzania. Tabia ya kusoma riwaya za kijasusi na kipelelezi alikuwa nayo mpaka alipokuwa mkubwa. Aliwasoma waandishi wengi mahiri nchini Tanzania, kuanzia Clarence Sanga, Abbas Kitenge, Rajonsi na George Daktani SR. Wakiwa ni waandishi wa kizazi chake, alisoma sana kazi zao. Alipohamia nchini Tanzania alikutana na mwandishi gwiji wa fasihi andishi barani Afrika George Peter Mazinge ambaye jina lake la kazi ni Mark Miraliconet. Binadamu ambaye anahesabika kuwa mwandishi bora zaidi kuwahi kuandika fasihi kwenye lugha ya Kiswahili. Mark Miraliconet aliuteka moyo wa binti huyo kupitia kitabu kinachoitwa Siri. Kitabu ambacho msomaji na mpenzi wa fasihi akikishika hawezi kukiweka chini mpaka anapofika nukta ya mwisho. Monica akazipenda sana kazi zilizoandikwa na Mark Miraliconet. Akakubali kuwa waliompa kofia ya kuwa mbuzi wa maandishi walipita vyema kwenye kile anachokiandika. Alisoma vitabu vya mwandishi huyo kwa mwaka mzima ndipo akaona ni muda wa kumfahamu mwandishi. Mark Miraliconet namna asivyokuwa na yana alimkaribisha kwenye maisha yake. Monica akawa rafiki wa karibu wa Mark Miraliconet. Waliwasiliana muda mwingi na Monica alijikuta akiwa anavutiwa sana na mwanaume huyo. Kwa mara ya kwanza alitengeneza mazingira ya kuonana mwandishi huyo akizani mambo yatakuwa mepesi. Uokoa ni mwanzo wa yeye kukutana na kitu ambacho hakudhani kama kitatokea katika dunia ya kawaida. Kwa mara ya kwanza mwanaume alikataa kuonana na mwanamke mzuri kama yeye. Monica alijaribu tena baada ya miezi 2 lakini mambo yakawa vile. Mwandishi huyo alikuwa mwaminifu sana kwa mke wake. Miaka 2 likatika Monica akiomba nafasi hiyo na hakuipata.
Mwisho alishakata tamaa ya kuonana na Mark Melaniconet, akiamini kwamba mwandishi huyo pengine hapatikani kwenye maisha ya kawaida. Ajabu leo akiwa ameshtuka kutoka usingizini, mwandishi alimwambia usiku inayofuata watakuwa pamoja kwa usiku mzima. Jukumu la wapi watakutana aliachiwa yeye. Monica alitamani masaa yaende kasi, muda huo ufike haraka, lakini alianza kujiuliza kwa nini mwandishi alikuwa anataka kuona naye girlfriend namna hiyo. Tena kuonana kwao ni kwa kuwa pamoja usiku mzima. Kulikuwa na kitu gani nyuma ya nia ya mwandishi kutaka kuonana na Monica kuanzia saa 2 usiku? Maswali yao mazito yalimfanya Monica kubaki na mawazo mengi kichwani mwake. Kulipambazuka alikuwa amejiandaa haraka na kwenda dukani kununua gauni nzuri ambalo atalivaa usiku wa siku hiyo. Milioni 3.7 zilikatika kwenye kufanya manunuzi ya maandalizi ya hiyo siku. Alihakikisha ananunua kila kitu ambacho kitamfanya kuonekanika ni mwanamke wa thamani kubwa, na mwandishi huyo alikuwa amechelewa sana kukutana naye. Muda ulikuwa upande wa Monica, siku ilienda haraka sana. Usiku ulifika, usiku wa Monica na Mark Melaniconet. Saa 1:13 usiku Monica alikuwa yuko mbele ya kioo kikubwa akijitazama. Gauni refu rangi ya kijani, kikoti kidogo cha manyoya kwa ajili ya kufunika mabega yake. Miguuni alivaa viatu virefu, na pembeni ya kioo chake kwenye meza hiyo ya kujipambia kulikuwa na mkoba mdogo mweupe ambao ulinakishiwa kwa madini ya almasi. Alivaa bracelet ya dhahabu, cheni ya thamani ya madini ya dhahabu. Kope na nyusi zake zilikuwa zipo kwenye muonekano mzuri sana baada ya kutoka saloni. Alipendeza sana na alikuwa ananukia manukato ya gharama kubwa. Ujumbe ukaingia kwenye simu yake saa 1:15. Rafiki yake aliyekuwa anaitwa Amy alimtumia ujumbe watoke pamoja usiku wa kanywe ili wachangamke na kuupa pole mwili ya kufanya kazi wiki nzima. Monica alimwambia haitowezekana siku hiyo kutoka sababu anataka kupumzika nyumbani, atazame filamu kisha apate muda mzuri wa kulala. Amy akaona hiyo ndio nafasi ya kumshawishi zaidi. Alimshawishi sana, lakini kutokana na anavyomjua shoga yake aligundua Monica habaki nyumbani la kuna mahali anaenda. Alimwomba rafiki yake huyo aseme kweli, na Monica alifunguka kwamba siku hiyo alikuwa anaenda kupata chakula cha usiku na Mark Melaniconet. Alishtuka sana. Mark Melaniconet ndani ya nchi ya Tanzania alikuwa ni mtu mkubwa sana. Monica hakulijua hilo kwa sababu hakuwa raia wa Tanzania. Yeye alimfahamu kama mwandishi maarufu tu basi. Mark Melaniconet ndani ya Tanzania alikuwa ni zaidi ya mwandishi wa riwaya. Unajua hapa nchini kwetu Mark Melaniconet ni mtu mkubwa sana. Kama kuna unaenda kukutana naye, hiyo nafasi uicheze. Ni mume wa mtu bwana, baba wa familia, unataka nafasi nisicheze vipi? Acha ujinga wewe. Mume wa mtu? Mume wa mtu ndo nini? Kama angelikuwa anajitambua kuwa ni mume wa mtu, angekuomba moyo wote usiku mzima. Ni babako anataka kuachia urithi. Na unanishauri kwamba nifanye kile anachotaka sieti? Sio tu anachotaka. Asipotaka yeye fanya wewe alafu uone kama atakata. Nikupe ukweli kuhusu huyo mtu. Kwanza haonekani ovyo ovyo. Hivyo ikitokea umekana naye kesho ni habari kubwa sana hapa mjini. Mara zote anaonekanika na mkewe popote anapoenda. Akianza kuonekana na wewe ndio wakati wako huo shoga yangu. Amy alionekana kuchangamka sana na alitaka Monica atumie usiku huo kuwa karibu zaidi na mwanamume ambaye ni rolo kwa taifa la Tanzania. Miaka 8 iliyopita Mark Melaniconet alikomboa taifa hilo kutoka kwenye matumizi ya madawa na vifaa tiba feki. Monica alikuwa ameingia kwenye mfumo wa Amy. Amy alimwambia avae kama namna ambavyo uzuri wake utaonekana. Amy alionekana kuwajua sana wanaume. Alijua wanaume wanatangulia kutamani kisha ndio wanapenda. Akiwa busy na chat na rafiki yake huyo, ujumbe uliingia kutoka Mark Melaniconet. Alimwambia awe huru kutuma ujumbe wote kwa sababu tayari yupo nje ya nyumba yake. Pale hoteli itakuwa ni sehemu nzuri ya kuwa pamoja usiku. Vipi, utapenda Mark? Monica alikuwa ametuma ujumbe huko kumuuliza Mark Melaniconet kama ataipenda hoteli hiyo. Sehemu yote ambayo utaichagua itakuwa ni nzuri kwetu kwa usiku, zingatia muda. Mark Melaniconet alikuwa amejibu kionekanika kuwa alikuwa wazi sana kwa bintio kwenye huo usiku. Hata kama patakuwa chumbani, wala hakuna tatizo kwa sababu mimi na wewe sote tunajua matumizi ya viwembe. Basi pale hoteli naomba ikawe eneo la kumbukumbu kwa usiku wetu wa kwanza. Nipo njiani, naomba usitoke nje ya muda. Ikifika saa 3 haujafika, hautaweza kuniona. Wala usiwe na wasiwasi. Nipo kwa ajili yako leo. Monica alijikuta akiwa na jiachia zaidi. Baada ya kubadilishana SMS hizo kwa dakika kadhaa, Monica alitoka na gari yake aina BMW X5 ya rangi ya silver. Ndani ya gari alifungulia mziki mzito. Aliendesha gari huku akinesa na kurusha mikono juu. Leo ndo leo. Nataka uichape mpaka nisiwe na hamna wewe. Kunioa uwezi. Najua fika namna unavyompenda mama Edo.
Hivyo leo nifikishe kule ambako unawafikishaga wahusika wako wa kike kwenye hadithi zako. Leo nikung'ute baba, nisibaki na vumbi. Monica aliongea mwenyewe na nafsi yake, gari likikatiza mitaji ile Dazuli mpaka lilipokuwa limeingia ndani ya uzio wa hoteli kubwa ya nyota 5 iliyoitwa Pali. Hoteli hii ilipewa jina la kitongoji maarufu zaidi ndani ya jiji la Dazuli. Monica alikuwa ni wa kwanza kufika. Alikaribishwa kwenye meza iliyokuwa kwenye mgahawa uliokuwa ghorofa ya pili ndani ya hoteli hiyo. Wala hakutaka kupoteza muda, alimuita mhudumu na kuchukua chumba cha VVIP. Usiku mmoja ndani ya hoteli hiyo ilihitaji malipo ya dola za Kimarekani 760, ni milioni na nusu na vichenji hivi. Monica alitumia pesa wala kujali. Nafasi moja ya kuwa na Macmillan Connect usiku mmoja kwake ilikuwa ni zaidi ya chochote ambacho kingekuja mbele yake hivi karibuni. Alikaa kwenye meza ya watu wawili na dakika 10 tu zilipita toka alipoketi hapo. Macmillan Connect akawa ametokea akiwa amevaa kaunda suti nyeusi iliyomkaa vizuri sana kwenye mwili wake wa mazoezi. Miwani ya rangi nyeusi na chini alikuwa amevaa raba nyeusi. Umri ulikuwa umesogea ila bado alionekana kama kijana. Monica alipomwona Macmillan Connect kwa mara ya kwanza, alihisi mapigo yake ya moyo yanaweza kutikisa meza. Huko kijikaza alisimama wakakumbatiana, kisha kila mmoja akakaa upande wake. Macho aibu ya Monica yakaelekea chini. Macmillan Connect kwa siri sana alikiri moyoni kwamba Monica alikuwa ni mwanamke mzuri sana kuwahi kumuona kwa macho yake ya nyama. Kuanzia rangi yake ya maji ya kunde, shingo yake, macho na midomo yake, mshepu wake wa kibantu na la kutosha kuvalia nguo ya ndani vilimfanya Monica kuwa mwanamke ambaye mwanaume hawezi kumtazama mara moja tu asimtazame tena. Kimoyo mama Macmillan Connect alizungumza mengi sana wakati anamtazama Monica ambaye muda wote alikuwa anakuepesha macho. Macho ya Macmillan Connect yalikuwa yanatalii kote, ila hayakubanduka kwenye viziwa vidogo alivyokuwa navyo Monica kifuani. Kama singelikuwa amevaa miwani maalum, basi angevua ili aweze kufaidi vizuri uzuri wa kifua hicho cha Monica. Chakula kililetwa, wakao hawajazungumza chote kile. Kukawekwa chakula mezani kulimfanya kila mmoja kumkaribisha mwenzake na wakajikuta kwa nacheka pamoja. Mwenyewe kama anapenda kula pweza na viazi wakati wa usiku. Macmillan alimuuliza Monica ambaye aliagiza chakula hicho bila hata mwandishi kabla hajafika. Mara nyingi umekuwa ukiniambia Mama Edo kila siku anakupikia hiki chakula. Nilivyokikuta hapa nikaona kinafaa kwa ajili yako. Monica alijibu huku bado akiwa anaangalia chini. Mazungumzo yalikuwa yameanza taratibu sana, lakini kadri muda ulivyoenda ndivyo chakula kilinoga na mazungumzo yalinoga zaidi. Monica alijikuta akiwa anacheka muda mwingi kutokana na ucheshi wa Macmillan Connect. Walitosheka chakula. Monica akamwambia Macmillan Connect kuhusu kunywa na mazungumzo mengine ni heli wakayafanyia chumbani kwa sababu hapo wanapigwa sana picha na watu. Macmillan Connect alichomjibu Monica kilimshtua sana. Ukinyanyuka tu hapo ulipokaa unapigwa risasi ya kichwa. Kuna kusubiri nyanyuka tu ili akupasue kichwa chako. Hivyo naomba utulie hivyo hivyo. Nitafute namna ambayo unaweza kutoka kwenye hicho kiti hapo. Monica aliogopa sana baada ya kusikia hivyo. Macmillan Connect alimkamata viganja vyote viwili na kumwambia asiinuke hapo kwa sababu chuma kilichounganisha vioo kinalinda kichwa chake. Monica alitazama kidogo akaogopa kwa sababu mwanaume huyo alikuwa serious sana. Leo litakiwa kuuawa, ndio maana nikakuleta hapa. Huyu snapa mmoja hawezi kunishinda, ila ungebaki nyumbani mpaka muda huu ungelikuwa ni mwili tu. Leo angeshaichukua watu hawa. Na kuomba maneno yangu yasikutishe, tulia nifanye kitu hapa. Macmillan Connect akamwambia Monica huku akiwa anaweka sahani chini na kumwambia azikanyage. Macmillan Connect alitambua kama watakimbia basi risasi ya kwanza kutolewa atawapata tu. Alikuwa anataka kucheza kamali mbaya sana kwenye kumwokoa Monica. Mwanaume jasho limtilika haswa wakati akiwa anatengeneza hicho kitu. Huku akiwa na wasiwasi alimwambia Monica asimame. Monica alikataa huku akiwa analia. Si unaniamini mimi? Simama! Macmillan Connect alimwambia kwa ukali. Monica akasimama ghafla, sauti kasikika, mama! Kisha pakawa kimya kizito. Je, kitu gani kimemkuta Monica kwenye usiku ambao aliupania sana? Ni wakina nani walikuwa wamemtuma mdungwaji kuja kumuua? Na kwa nini Macmillan Connect alikuwa ni wa kwanza kujua kuwa kuna watu wanataka kumuua Monica? Monica ni nani hasa mpaka atake kuolewa? Tunaanza simulizi yetu msikilizaji ya Ukuta wa Mauaji, Murder War, iliyoandikwa na George Daktari SR, ikasimuliwa na director Owen kutokea hapa Simulizi Mixi.
Unakuna ipata kupitia YouTube channel Simulizi Mix, WhatsApp 0677062012. Huko unaweza kuipata simulizi mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Mama, sauti ya mtu wa kike ilisikika kwenye mgao wa chakula, na hapo picha kubwa iliyokuwa ukutani ikiwa na fremu ya kioo ikadondoka chini na kuvunjika, vioo vikasambaa sakafuni, na kishindo kizito cha kuanguka kwa mtu kilisikika na kuwafanya watu wageuke kumtizama. Kishindo cha mtu kuanguka kilikuwa ni cha Monica aliyekuwa ameenda chini baada ya Mark Manikoneti kuivuta miguu ya mwanamke huyo baada ya kukanyaga juu ya sahani. Mdungwaji alikuwa amemkosa Monica, ila alipomuona anaenda chini alijua kazi imekwisha. Mark Manikoneti simu yake ilikuwa mkononi, hakutaka kushughulika na Monica ambaye alikuwa amedondoka chini na kutulia. Simu ilikuwa upande wa kamera, na kila mdungwaji alipokuwa anakatiza mbele ya dirisha, Mark Manikoneti alikuwa anampiga picha mtu huyo. Alikuwa na kasi ya kushuka ngazi. Baada ya kufika chini, lilikuja gari kwa kasi likamchukua na kuondoka naye. Mark Manikoneti alishia pumzi ndefu, kisha aligeuka kutizama alipokuwa amelala Monica. Macho yake yalimtoka baada ya kuona wafanyakazi wa hoteli hiyo walikuwa wanasaidia kumbeba Monica ambaye mikono ilikuwa imelegea na hajitambui. Wafanyakazi walikuwa wameingia kwenye lift na kushuka naye chini. Mark Manikoneti akiwa amepigwa na bumbuazi, akili zake zikarejea baada ya kusikia neno risasi kutoka kwa kijana ambaye alikuwa anatizama ni kitu gani ambacho kimevunja kioo. Hii ni risasi, tena risasi kubwa. Imezama karibu robo tatu yote kwenye ukuta. Sijui imepitaje kwenye kioo bila kukivunja. Kijana huyo alikuwa anaongea na kumfanya Mark Manikoneti kuweka kutazama kioo ambacho risasi hiyo ilikuwa imepenya. Kilikuwa na tundu ambalo aliliona. Kijana huyo ambaye naye pia alivalia sare za wafanyakazi wa hoteli hiyo alikuja kwa pupa, lakini Mark Manikoneti akamzuia asisogelee kioo kile wala hata kukigusa. Usikiguse kioo, kitapokutika chote. Tundu la risasi lile pale. Mark Manikoneti alikuwa ameongea kwa upole huku akiwa anamtizama usoni kijana huyo ambaye alishia kumtizama tu kwa mshangao. Umejaje kama kioo kitapokutika? Risasi imepenya kweli, ila imekimaliza kioo chote. Jaribu kuweka kidole utaziona nyufa zake. Mark Manikoneti akamwambia kijana huyo ambaye kweli alinyosha kidole na kugusa hicho kioo. Alipogusa tu kioo hicho ndipo nyufa zote zikaonekana. Baada ya sekunde 30 kioo hicho kilishuka chote na kumwacha bwana huyo mdogo akiwa anashangaa. Mark Manikoneti alifungua simu yake na kutafuta namba ya mtu ambaye aliitwa Atizigi. Alipiga simu hiyo na upande wa pili wa simu uliitikia kwa bashasha. Na kuja na picha. Nataka kumjua huyu mtu leo. Mark Manikoneti alikuwa ameongea kwa sauti nzito iliyomfanya mfanyakazi yule kugeuka na kumtizama. Aliondoka kwa mwendo haraka. Alipofika chini aliona gari la wagonjwa likiondoka kwa kasi hotelini hapo. Viatu vya Monica vilikuwa mikononi mwa mwanamke mmoja mnene. Wakati anataka kusogea ili kuongea na mwanamke huyo, alitokea kijana mmoja mtanashati na kuviomba viatu hivyo. Mwanamke huyo alimuuliza maswali machache na kijana huyo alijibu huku akiwa anavichukua viatu hivyo mikononi mwake. Mark Manikoneti alimuona kijana huyo akiingia kwenye gari ndogo nyeusi huku viatu hivyo akiviweka siti ya pembeni mwa dereva. Taratibu ile sasa aligeuza gari na kuondoka hotelini. Mark Manikoneti alikuwa nyuma ya gari hiyo akiwa kwenye gari yake. Walipoingia kwenye barabara kubwa alipiga picha gari hiyo na kumtumia kijana wake Atizigi. Baada ya dakika 5 majibu yalirudi. Gari yenye namba za usajili huo haipo kwenye orodha yoyote hapa nchini. Hivyo hiyo gari inatembea na namba za usajili fake. Ilikuwa ni majibu kutoka kwa Atizigi. Mark Manikoneti akagundua hicho cha kwanza. Jambo la pili, dereva wa gari hiyo alichepuka na kuingia kwenye barabara ya chini ya ardhi. Hapa alikuwa ameelewa dereva huyo alikuwa na safari ya kwenda nje ya mji. Waliingia wote huko chini huko Mark Manikoneti akitazama saa yake. Dereva wa mbele aliendesha gari kwa kasi na Mark Manikoneti akafanya hivyo hivyo. Ghafla gari hiyo ilishika breki ikaseleleka na kusimama. Mark Manikoneti alifanya juhudi akakamata naye breki ikasimama gari yake mita chache kutoka gari hiyo ya mbele ilipo. Kutoka kwenye mlango wa nyuma gari alishuka mtu akiwa na bastola mkononi ukakiweka sawa kwa matumizi. Alipiga hatua kuja alipo Mark Manikoneti. Alikuwa ni kama mtoto aliyekuwa analia wembe. Kijana yule alitaka kumpa atambue makali yake. Bastola ilikuwa mikononi mwa mtu huyo na taratibu alinyanyua mbele ya Mark Manikoneti ambaye alikuwa amekaa kwenye kiti chake cha dereva akiwa ametulia tu. Basi bwana, upande mwingine wa simulizi kulikuwa na hali ya mawingu kama hivi, kijibaridi chenye kuwafanya watu kuvaa masweta na wengine kutumiana sana meseji nyingi. Mitaa kuanzia Gala, Ozolio, Buzi la Mishe na Simbeki yote ilikuwa kimya sana. Mwisho wa mtaa wa Simbeki ndipo ilipokuwa inaanzia barabara ndefu ya chini ya ardhi ambayo inaunganisha jiji la Dazoli na mji mdogo wa Mwanza. Kilomita 176 za chini ya ardhi
zilifanya barabara hiyo kuwa ndefu zaidi ndani ya Afrika Mashariki kati ya barabara zote chini zilizopo ndani ya jumuiya. Barabara hiyo ilitumika sana wakati wa mchana. Usiku palitisha sana. Usiku ilikuwa ni njia isiyopitika. Kulikuwa na magenge ya wahalifu walikuwa na pora magari kwenye njia hiyo. Walitumia silaha kuwatisha watu na kuwapokonya magari yao. Usiku wa siku hiyo yaliingia magari mawili ya thamani yakikimbizana kwa kasi. Gari iliyokuwa mbele ilikuwa ni Mercedes-Benz G550 SUV ya rangi nyeusi, iliendeshwa na kijana mrefu mweusi mwenye mwili ulioshiba mazoezi. Gari iliyokuwa nyuma ikimkimbiza ni BMW X5 yenye rangi ya silver. Hii iliendeshwa na mwanaume mwenye umri wa makamo na alikuwa ndani ya suti ambayo iliumeza mwili wake. Mbio za magari hayo zilienda mpaka kilomita 30 ndani ya barabara hiyo ya chini kwa chini. Gari la mbele lilisimama na la nyuma lilikuwa limelazimika kufanya hivyo pia. Kwenye gari ya mbele alishuka kijana aliyekuwa na bastola mkononi. Alisogea mpaka karibu na BMW X5 na kunyosha mkono wake. Kwa ujasiri mkubwa alipiga risasi 4 kwenye kioo cha mbele upande wa dereva. Ajabu na macho alimtoka baada ya kuona risasi hizo hazikupenya kwenye kioo zaidi, ziliponda na kuweka nyufa tu. Mwanaume aliyekuwa ndani ya BMW X5 aliwasha taa zenye mwanga mkali kisha akakanyaga mafuta. Gari ikamzoa kijana huyo na kwenda kukita kwa nguvu kwenye gari la mbele. Alivunjika vibaya na alipiga kelele za maumivu makali aliyokuwa ameyapata. Dereva wa gari hiyo ya mbele alipoona hivyo akaondoa gari kwa kasi, lakini gari haikufika mbali. Sauti za matairi zikipasuka baada ya kukanyaga vitu vyenye ncha kali ilisikika umbali wa mita 300 kutoka alipokuwa amemwacha mwenzake akiwa tabani. Kishindo kizito kilifuata. Gari lilikuwa lipo kwenye kasi likajigonga kwenye kingo na kubinuka juu chini chini juu. Dereva aliyekuwa ndani alipatwa na wenge baada ya kuona damu yake inagusa vyuma vya gari hiyo. Mwili wake ulikuwa umejaa vioo vilivyokuwa vimemchoma kila mahali. Gari likiwa yuko juu chini alikuwa anahangaika kutoka. Alifika kutoa kichwa chake nje ya gari, lakini wakati anataka kuona zaidi alikuja mtu na shoka kubwa. Alikuwa amevaa nguo kuukuu na sura yake alifunika kwa kitambaa kichafu mno. Bila huruma mtu huyo alinyanyua shoka na kuipeleka moja kwa moja kwenye paji la uso la dereva huyo. Kitendo cha kinyama na cha kutisha kilifanyika kwenye kuutoa uhai wa dereva huyo, lakini sauti za watu wakicheka zikasikika baada ya ubongo na damu kumwagika. Upande huo vilisikika vicheko, ila havikudumu vicheko hivyo baada ya kuona mwanga mkali wa gari ukiwamulika kwenye eneo hilo. Vicheko vilikuwa ni vya kuipata Mercedes-Benz G550 SUV ya rangi nyeusi, tena ikiwa bado kinanda, yani mpya. Mwanga huo mkali ulipopunguzwa mbele ya macho yao, kulikuwa kuna gari na BMW X5 mpya na upya wake. Ni kama simba kumwona swala mnono anayechechemea, ndivyo ambavyo mwanaume yule alivyokuwa ameshika shoka alimuona mwanaume aliyekuwa yuko ndani ya gari hilo. Alianza yeye kucheka, kisha vijana 6 waliokuwa kwenye nyuma yake walicheka kwa namna moja ile ile. Kwao ilikuwa ni furaha kuona usiku anaondoka na gari 2 za thamani. Walihisi ilikuwa ni siku nzuri kazini. Ila aliyekuwa mbele yao alikuwa ni Macmillan Connect, na kilichomleta huku ni kijana huyo ambaye kichwa chake kimepondwa na shoka. Alimfuata mpaka huko baada ya kuona amechukua viatu vya Monica pale hospitali. Hivi alihisi kijana huyo atakuwa na wajua watu ambao walipanga kufanya mauaji ya Monica ndani ya usiku huo. Bahati mbaya sana kwake amekutana na waporaji wa magari, watu wenye roho mbaya. Kwao kumgawa mtu nusu kwenye vipande viwili vilivyo sawa ni jambo la kawaida kabisa, iwapo tu ataleta ubishi kwenye kuachia gari watakalompokonya. Macmillan hakuonekanika kuogopa hata pale watu wao 7 walipokuwa wameanza kusogea huku wakiwa na vishoka vyao mkononi. Kiongozi wao alikamata shoka kubwa mno na lina vichwa pande zote. Mwanaume huyo ndio kwanza alishuka kwenye gari kisha kama nyosha shingo yake mara 2. Alijikoza huku akivua miwani yake na kuiweka kwenye mfuko wa koti la suti aliyokuwa amevaa. Kwa macho yake mepesi aligundua watu hao wote 6 silaha pekee walizokuwa nazo ni hayo mashoka yaliyokuwa mikononi mwao. 6 wamesimama hatua 5 kutoka aliposimama Macmillan Connect. Kijana mmoja aliyejaa kihelele alikuja kwa kasi na kumpita Macmillan Connect kisha kaanza kujipulipapasa gari mfano walijali anayepapasa makadio makubwa mwanamke mzuri. Kijana huyo alienda mbali kwa kunusa harufu ya gari hilo na kulisifia inanukia vizuri sana. Macmillan alimtazama kijana huyo kisha akamwambia, "Mnataka magari mangapi kama ya ili muachane na hivi vitendo vya kuwa watu kwenye barabara?"
Akauliza huku akiwa anapiga hatua kwenda kukitazama kichwa cha kijana aliyokuwa amemfikisha huku usiku huo. Waporaji hao walishangaa mwanaume huyo kutokuogopa, na wakati watu wengine wanapowaona tu waga wanatetemeka mpaka wanaacha magari na kukimbia. Tukikwambia idadi kamili utaweza kutupatia? Kama mtaniahidi kwamba hii itakuwa ni mara ya mwisho kwa mtu kupoteza maisha kwenye hii barabara, basi nitawapatia idadi sawa na ile ambayo mtahitaji. Maki alikuwa kama ongea kwa akiwa anamkagua mikononi kijana yule ambaye kwa sasa ni marehemu. Kitendo cha mtu kuweza kuchuchumaa karibu na kichwa cha mtu ambacho kimefumuliwa vibaya sana kilitosha kumpa taarifa kiongozi. Mtu huyo hakuwa na hofu na wala hakuogopa. Hiyo mbinu nataka kuitumia, kuna wenzako waliwahi kuitumia miaka ya nyuma. Mafuvu yao tumetunza nyumbani. Kiongozi aliongea kauli ya kumtisha Maki alikuwa, ila ndo kwanza mzee akawa ametoa simu yake na kupiga picha mikono ya kijana yule. Alikuwa na tattoo ambayo Maki Mlikoneti aliamini ni utambulisho wa kikundi au taasisi iliyomtuma. Alirudisha simu yake mfukoni kisha akatoa kitambaa na kujifuta mikono yake. Mikono inatakiwa kuwa safi muda mwingi wa maisha ya binadamu. Sija kusikia kauli yako ya mwisho umesema? Ya hiyo mbinu unayotaka kutumia kuna wenzako waliwahi kuitumia miaka ya nyuma. Mafuvu yao tumetunza nyumbani. Mimi waga si tunzi mafuvu, ila kuna wenzako kama wewe ambao niliwapa nafasi kama ila wao walichagua kifo. Na mimi sikuwa na jinsi. Niliwapa kile ambacho walikuwa nakitaka. Walicheka pamoja. Mzee huyo alikuwa ni kama kichekesho kwao. Kiongozi aliyekuwa na shoka kuwa mikononi mwake alikuja kumshambulia Maki Mlikoneti. Mzee huyo alimuonyesha kijana kwamba alikuwa anashambulia taratibu. Aliruka sarakasi ya kubinuka nyuma, shoka ikapiga hewa. Kiongozi huyo alizunguka nalo kutokana na uzito. Alitaka kugeuka, lakini Maki Mlikoneti alikuwa na kasi zaidi yake. Alikishika kichwa cha mtu huyo na kwa nguvu alikizungusha mbele ya macho ya wenzake. Kiongozi alidondoka chini mfano wa mkufu ulioachiwa usimame. Vijana macho yaliwatoka sio kidogo. Ni sekunde 15 tu zilitosha kwa Maki Mlikoneti kumuondoa duniani. Sauti ya mvunjiko wa shingo ilisikika vizuri kabisa kwenye masikio ya vijana wote. Walibaki wamepigwa na butwaa. Kiongozi amevunjwa shingo mbele yao. Mzee huyo alikuwa ni kama hajafanya kitu. Aliokota shoka la kiongozi wao na kulikamata kwa mkono mmoja wa kulia. Na hapa nafasi ya mwisho. Rudini Makueni na msije kurudi tena kwenye barabara hii. Kama kuna kundi jingine zaidi yenu, waambieni ni marufuku kwa mtu yoyote yule kuja kufanya uhalifu kwenye hii njia. Atakayetaka kujua ni nani ambaye ametoa tamko hilo, mtampatia kadi yangu ya mawasiliano hiyo hapo. Mark aliongea kwa akiwa anatupa chini kadi yake ya mawasiliano. Vijana waliogopa kuokota. Kadri alivyokuwa anapiga hatua kuwasogelea, ndivyo ambao nao walikuwa narudi nyuma, huku akiwa amekamata vishoka vyao. Walitetemeka kwa uoga waliokuwa nao dhidi ya mtu huyo. Mark Mlikoneti aliingia kwenye gari na shoka la kiongozi wa genge hilo. Aliwasha gari na kugeuza kaondoka eneo hilo kwa kasi. Vijana waliukimbilia mwili wa kiongozi wao chini ulipokuwa umelala. Wakamtekesa wakijaribu kuona kama anaweza kuamka, lakini ilikuwa ni kazi bure. Usiku ambao walidhani watarudi nyumbani na magari mawili, walikuwa wanarudi nyumbani na msiba mkubwa. Ilikuwa siku mbaya kwao baada ya kukutana mzee wa kazi. Mark Mlikoneti baada ya kuachia majonzi wezi yao, alikuwa na gari lake akiendesha kwa kasi ili kutoka huko chini. Safari ilikuwa ni ya kwenda kwa kijana wake anayeitwa Atizigi. Usiku huo walikuwa na kazi ya kutafuta taarifa zitakazowasaidia kujua mdunguaji yule ni nani na huyo kijana aliyechukua viatu vya Monica anatoka wapi. Ungekuwa ni mwanzo mzuri wa kujua ni nani alitaka kumuua Monica. Mark Mlikoneti atafanikiwa? Ngoja tucheki msikilizaji. Sawa. Ni usiku mnene ndani ya jiji la Zoli, na George Peter Mazinge ndio kwanza alikuwa anaendesha gari lake kutoka kwenye barabara za chini ya ardhi kurudi mjini. Ni baada ya kumkosa kijana aliyekuwa akimfukuzia kutoka hoteli ya Palim. Waporaji wa magari walimpitia. Safari yake ilimpeleka mpaka kwenye mtaa unaoitwa Moaza. Huu ndio mtaa ambao alikuwa anaishi kijana wake anaitwa Atizigi. Atizigi ni mtaalamu wa kompyuta. Ujio wa George Peter Mazinge katika wakati wa usiku wa manane kulikuwa kuna maanisha hakuna kulala. Kijana niliyekuwa namfukuzia nimemkosa na nimeumia sana moyoni mwangu. George Peter Mazinge aliongea huku akiwa anavuta kiti na kuketi. Atizigi aliacha kuanza kazi aliyokuwa anaifanya kwenye kompyuta na kumsikiliza mgeni wake. Kazi imeongezeka ukubwa hivi sasa. Imekwaje mpaka umemkosa? Uzembe wangu. Sikukumbuka kabisa kama mule shimoni kuna wale mbweha wale. Oh my God. Kwa hiyo
Hao ndo wamemuua? Naam, wamefanya hivyo mbele ya macho yangu. Imekuwaje umepona kiongozi? Kwa sababu niliambiwa waga waache mtu wae. Achana nayo, nimekuja na mchoro wangu hapa. Nataka nipe majibu sahihi. Je, ni wakina nani hawa? Jaji Peter Mazinga alikuwa ameongea huku akimtazama usoni kijana wake. Hati Ziggy alipokea simu na kutazama mchoro huo huku akiwa anafinya macho yake. Alitumia dakika 2 kutazama mchoro huo kisha akarudisha simu hiyo mezani. Aligeukia kompyuta yake akawa ameandika maneno kadhaa na hapo ilitokea michoro kadha wa kadha ambayo inafanana sana na ule ambao Jaji Peter Mazinga alikuwa amekuja nao. Watu wale walikuwa wametazama michoro hiyo lakini waliishia kutikisa vichwa na kukubaliana mchoro huo haukuwa miongoni mwa hiyo iliyokuwa hapo. Umeupata wapi mchoro? Kijana aliyekuwa anamkimbiza ana hii alama hapa chini kidogo ya kiganja chake. Kwa namna ninavyojua mtu hawezi kuacha sehemu hizi zingine zote aje kuchora hapa. Nina uhakika kabisa kwamba hiyo ilikuwa ni alama ya kundi au vijana walio chini ya mtu fulani. Unaweza kuwa sahihi, ila sasa tunapata wapi msaada wa kuwajua hawa watu na wewe ulishawafukuza wahalifu wote hapa mjini? Unataka wahalifu wabaki kuwa uhuru hapa mjini kwa sababu ya kutusaidia kwenye mambo kabaya? Asina maana hiyo. Huwezi kuwachukia sana waizi kwa kivamia kwenda kuiba vitu vya nyumbani kwenu. Ila nakuwa pia hapa, sikuwezi wakija kuiba kitu chako chochote kile ambacho umevuja jasho na ulikuwa umewekeza muda kukipata, basi utakuwa mstari wa mbele kuwapiga wezi mpaka kifo. Acha nayo. Unataka nifanye nini na huu mchoro? Hakuna kingine ambacho nataka ufanye zaidi ya kutaka kujua ni akina nani walikuwa hapo kwenye mpango wa kumuua Monica. Sawa, nitafanya kwa uwezo wangu wote. Hisia zinaniambia nitawajua hao wote. Vipi kuhusu mdungwaji? Sina shaka atakuwa ametoka kwenye umoja wa kikosi cha jeshi letu. Kwa nini nasema hivyo? Kwenye kutembea yake unamwona kabisa huyo mtu sio raia wa kawaida. Mtazame namna anavyoshuka hizo ngazi hapo. Watu wale walikuwa wanatazama namna mdungwaji alivyokuwa anashuka ngazi taratibu. Ni kweli haukuwa mwendo wa raia. Nitafika hospitali kumuona Monica mara moja. Kisha nitarejea tusaidiane kwenye hili. Sawa, utakuta nimesogea sogea utafuta taarifa zaidi. Jaji Peter Mazinga alikuwa ameinuka kwenye kiti kisha kama ametoka nje ya nyumba hiyo. Usiku ulikuwa unaendelea kuwa mrefu kwa mwandishi huyo. Hivi sasa alikuwa anaenda hospitali kumuona Monica. Toka alipoachana pale hospitali hakuwa anajua binti huyo anaendeleaje. Hospitali ya Taifa ya Mitelegu. Baada ya tukio lilotokea hoteli ya Pali, Monica aliwaishwa kwenye hospitali hii kubwa na ya kisasa zaidi ndani ya jiji la Zuli. Madaktari na wauguzi walijitahidi kufanya kazi yao na Monica alirejea kwenye fahamu alfajili ya siku hiyo. Kitu cha kwanza kuuliza ilikuwa ni yuko wapi Jaji Peter Mazinga. Majibu aliyopewa yalimnyong'onyesha sana. Wakati tunaitwa hapa hospitali, tulimwona akiwa anaondoka na gari lako. Meneja hoteli ya Pali alimjibu Monica ambaye jibu hili limuuma sana. Lilimuuma kuliko maumivu ya kuanguka na kupoteza fahamu. Alifikiria mwandishi huyo ameweza kumuacha hata kwenye wakati mgumu kama huo. Hapo sasa alikuwa ameamini maneno ya rafiki yake Emi. Kama angelikuwa peke yake ndani ya chumba hicho basi angeweza kulia machozi. Walitoka kwenye chumba na kumwacha Monica akiwa peke yake. Alikaa kimya tu akikumbuka tabasamu la mzee yule. Mapenzi ni moja kati ya kitu cha ajabu sana ambacho mwanadamu ameumbwa nacho. Mbona tabasamu mwenyewe au kuna mtu unamkumbuka? Sauti ya Emily ilimshtua Monica ambaye alikuwa ameshaanza kuzama kwenye fikra akikumbuka mazungumzo machache aliyofanya na Jaji Peter Mazinga. Afadhali umekuja rafiki yangu. Yaani kiukweli napitia kipindi kigumu sana. Kipindi kigumu kipi? Na ndo kwanza alfajili ya kwanza na habari mtandaoni ni wewe na mzee wetu Jaji Peter Mazinga. Habari mtandaoni wapi? Hema kujibu chota kampatia simu rafiki yake ajione kilichokuwa kimeandikwa mitandaoni. Kulikuwa na picha yeye na mzee huyo, halafu kila kwenye habari kilikuwa kinaandikwa kichwa ambacho mwandishi alikuwa anaona kitavuta watu wengi kwenye ukurasa wake. Nchi yenu ni nchi ya mitandao sana ise. Kwa nini? Habari ambayo ilitakiwa kuwa juu sio hii. Kwa nini unaleta udaku kwenye mambo ya serious? Monica, maisha hataki userious namna hiyo. Nimenusurika kuwa unataka nisiwe serious. Acha nayo, nimekuja kukupa pole na hongera rafiki yangu. Japo ilikuwa hatari, la picha zenu ni nzuri sana na mmependezana kweli kweli. Emi, yule sio mwanaume kuwa naye. Ni heli amezeeka kwa sababu nawaza ningeishi vipi kwenye gereza la mapenzi yake kwa muda mrefu kama bado angelikuwa ni kijana. Akumpenda kwa dhati mwandishi yule ni matumizi mabaya ya hisia.
Sisi tunaomfahamu tunajua mwanamke pekee ambaye amewahi kumpenda Silas ni Mama Edo. Yeye wengine ni hicho ndicho ambacho kimekuleta hapa asubuhi. Samahani, kuna mgeni wako. Seta Muguzi likatisha mazungumzo ya wawili hao. Alifungua mlango na hapo mtu ambaye hakutarajia kama anaweza kuja asubuhi alikuwa amefika. Mwandishi George Peter Mazinge alikuwa amesimama mbele yao. Monica alihisi kama ndoto. Alitanua mikono yake ili kupata kumbato la mzee huyo akiwa hapo juu ya kitanda cha hospitali. Mzee huyo alisogea na kumkumbatia. Simu yake ilikuwa mikononi na aliwapiga picha wawili hao wakiwa wamekumbatiana. Baada ya wawili hao kuachiana, yeye pia alipiga selfie na mzee huyo ambaye ni mtu maarufu zaidi nchini humo. Waliwaomba nesi pamoja na Amy wawapishe ili waweze kuteta mawili matatu. Walitoka na kuachia uwanja mtu na mwandishi wake. Walikuwa na mambo ya kuzungumza baada ya tukio lilotokea hoteli pale. Nisamehe sana, sikuweza kufuata gari nyuma kuja kwa hospitali. Kuna mtu nilimwona akiondoka na viatu vyako hivyo, nilimfuata alikokuwa anaenda. Mzee alikuwa ameongea maneno hayo huku akimgusa pajani Monica ambaye alisimka sana. Wewe uligunduaje kama pale kulikuwa na mdungwaji upande ule? Wakati nilikuwa gerezani huku nje, Mama Edo alienda safari sio kwa na marejeo. Nilifahamu sitaweza kumkuta akiwa hai kipindi ambacho mimi nitakuwa natoka gerezani, kwa sababu anatiza moyo wake. Nilipotoka gerezani nilitembelea kaburi lake na kuweka maua juu ya eneo hilo ambapo nimepumzisha mwili wa mwanamke ambaye nimewahi kumpenda zaidi kwenye maisha yangu. Kama ingelikuwa ni amri ya Mungu, basi nisingehitaji mtu mwingine wa kuishi naye. Ila vijana wangu walilazimisha niishi na mwanamke. Na kwa kuwa alikuwa yupo mwanamke ambaye wao wanamtizama kama mama yao, basi mimi nilimsogeza karibu na kwa sasa tunaishi pamoja. Mawasiliano kati yangu mimi na wewe yalimpa wasiwasi, akahisi tuna mahusiano ya siri. Hivyo kamfanya aanze kufuatilia mawasiliano yetu taratibu. Simu zote wote wawili zikawa mikononi mwake na akawa anajua simu zinazoingia na kutoka. Akawajua mpaka watu ambao walikuwa wamedukua simu yako na walikuwa na nia mbaya na wewe. Baada ya kugundua mimi sikuwa na lengo la kuwa kwenye mahusiano na wewe, akaamua weka wazi kwamba upo hatarini kuuawa na watu ambao walikuwa wamedukua simu yako. Tukajadiliana, mwisho wa siku akanishawishi nikusaidie kwa sababu wewe bado ni binti mdogo. Na alikuwa na hakika watu waliokuwa wanataka kuua walikuwa wanafanya hivyo kwa kuonea tu. Kwa msaada wa kijana wetu, leo hii mimi na wewe tupo hapa, tunaweza kuzungumza tena. George Peter Mazinge aliongea maneno yake na mtazamo usoni Monica. Monica alikuwa amefikiria kidogo kisha kageuka upande mwingine. Toka nimefika hapa nchini kwenu sijawahi kugombana na mtu. Sijawahi kuchukua chochote cha mtu. Anatoka wapi mtu ambaye anataka kunitoa roho yangu? Tena kwa kunitumia wadungwaji kabisa. Huyo mtu ni nani? Nimemkosea nini mimi mpaka atake kuchukua maisha yangu? Monica aliongea taratibu sana huku akiwa anatizama nje. George Peter Mazinge aligundua unyonge wa binti huyo kwa uzoefu wake wa kuwatizama watu na kuwajua na jinsi walivyo. Alitambua Monica hata push up moja alikuwa hawezi kupiga. Alikuwa laini sana, hata mazoezi ya mwili alikuwa anafanya mara moja sana. Usinipo kwa ajili yako. Nitakulinda na nitakusaidia upate kujua ni kwa nini watu hao walikuwa wanataka kukutendea ubaya huu. Nitashukuru sana. Ulinzi wako uambatane na ukaribu wako kwangu. Monica aliongea kwa kanalegeza macho yake na kumtizama usoni mzee wa watu. Yuko binti atakulinda. Ni mlinzi wa daraja la juu kabisa. Ni mlinzi wa mke wangu, ila tumemleta akulinde wewe ili uwe salamu kwenye kipindi ambacho sisi tunafanya uchunguzi wa nani kahusika na tukio lako. Lakini nitakuwa karibu na wewe mpaka hili litakapomalizika. George Mazinge aliongea maneno hayo kumridhisha binti huyo. Monica alifurahi sana kusikia hivyo. Japo matatizo ndio yamefanya wawili hao kukutana, ila bado alikuwa amefurahi sana kukutana na mwanaume huyo. Miaka miwili sasa toka nimetoka gerezani. Sionekana rohoni zaidi ya mara 3. Ila kwa sababu ya hili nitaonekana sana. Nachukia sana watu wanaoua watu bila sababu. Ni watu wabaya sana ambao dunia haiwafai hata kidogo. George Peter Mazinge aliongea maneno hayo huku akiwa ananyanyuka kutoka kwenye kitanda cha mgonjwa alichokuwa amekalia Monica. Alibaki kwa kumtazama mtu huyo. Kama bado anaendelea kwa hospitali, nitarejea kesho jioni kuja kuona. George Peter Mazinge alimkumbatia Monica kisha katoka kwenye chumba hicho. Nje ya chumba hicho alimwacha mlinzi wa kike ambaye alikuwa amevaa suti nyeusi nadhifu. Kiatu cheusi, kifaa cha mawasiliano ya moja kwa moja kilionekana. Nywele zake fupi na jinsi alivyokuwa ameweka sura serious kulifanya waliomwona mlangoni hapo kuamini hapa pitiki kirahisi. George Peter Mazinge aliondoka kwenye hospitali ya taifa Mitelegu, akaendesha gari mwenyewe.
Kama kawaida ya waandishi wa habari wa nchi hiyo walimpiga picha kadhaa na kuzisambaza mitandaoni zikawapasha watu wa habari juu ya kuonekanika kwa mwandishi huyo. Wakati huu alielekea kwenye maktaba yake ya vitabu inayoitwa Wajana. Alifika kwenye maktaba hiyo kubwa zaidi jijini humo. Walinzi walishangaa kumuona mzee huyo amefika hapo. Walisoka kumpa mkono na kupiga naye picha. Jupiter Mazinge hakukataa kupiga picha na watu. Wasomaji wachache waliokuwa wamefika asubuhi hiyo na waliokuwa wametumia nafasi hiyo kupiga naye picha. Baada ya kumaliza kupiga picha na watu wao, aliingia ndani na kuongoza mpaka kwenye ofisi ya meneja wa maktaba hiyo ambaye ni mkewe. Mkewe alimkumbatia na kumpa pole kwa kazi ngumu ya usiku mzima. Nisamehe sana kwa kurudisha kwenye hizi kazi. Najua sio wakati sahihi wa wewe kufanya haya. Hapana, sio wewe ndio hizi kazi. Waliotaka kumua Monica ndo chanzo. Si Monica amewafanya nini ambacho ameshindwa kuniambia ukweli? Ninaweka Monica hajui chochote kile kuhusu watu wana. Samani boss, kuna kijana amekuja naomba kuoneshwa video za jana usiku zilizorekodiwa na kamera ya ulinzi. Mfanya kazi mmoja alikuwa ameingia ndani ya ofisi hiyo na kuingilia mazungumzo ya wawili hao. Watu wawili walikuwa wameshangaa kusikia kijana anataka kuziona video za jana. Jupiter Mazinge na mkewe walikuwa wameongozana na mfanyakazi huyo wa kike wakaenda mpaka alipokuwa kijana mwenye kutaka kuziona video za jana usiku. Jupiter Mazinge alimtizama kijana huyo na moja kwa moja sura yake alipata kuikumbuka vizuri. Ni mara kadhaa amewahi kupita kwenye status za kijana huyo. Shikamoo. Kijana alikuwa amesalimia kwa kujiamini huko akinyosha mkono kusalimiana na mwandishi Jupiter Mazinge. Marhaba, sijatarajia kama nitakutana naye asubuhi ya leo. Josefu Walioka, si ndio? Jupiter Mazinge alitaja jina la kijana huyo huko akimtizama usoni wakati wakiwa wanasalimiana. Kijana katabasamu kuona jina lake linafahamika na mwandishi mkubwa kama huyo. Ni mimi. Siamini kama nimekutana na wewe leo hii. Amini sasa kwa sababu imeshatokea na hivi sasa niko mbele yako. Nimepata habari kwamba unataka kuzitazama video za jana usiku zilizorekodiwa na kamera ya ulinzi. Vipi, kuna chochote ambacho kilipoteza siku ya jana? Hapana, sijapoteza chochote kile, ila kijana kama sita kuongea kwa kumtizama mfanyakazi ambaye alikuwa akimkazia sana macho kijana huyo alipokuwa anaongea. Jupiter Mazinge alimwona mfanyakazi huyo namna jinsi alivyokuwa anamtizama kijana huyo kwa umakini mkubwa. Alitabasamu kisha akamwambia kijana huyo ongozane mpaka kwenye ofisi ya mke wake. Walifanya hivyo huku mfanyakazi yule akibaki anawatizama. Waliingia kwenye ofisi hiyo wakiwa watatu. Jupiter Mazinge na mke wake walikuwa na shauku ya kutaka kujua ni kwa nini kijana alitaka kuonyesha video hizo. Unaweza kutuambia hivi sasa kuwa huru kusema chochote kile. Hapa ulipo ni sehemu salama kuliko sehemu nyingine yote ile ambayo ungeweza kuwa ndani ya nchi. Peter George Mazinge alimwambia kijana huyo huku akiwa anamkaribisha kwenye kiti. Kijana aliyekataa kukaa, kitu ambacho kiliwashtua watu wawili. Jana usiku nilipita hapa kuazima vitabu viwili. Nilipotoka hapa na gari yangu kuna watu niliwaona na wao walikuwa wameingia kwenye gari kisha wakawa wananifuata nyuma. Niliendesha gari huku nikiwa nawachungulia. Walizidi kuwa nyuma yangu mpaka nilipokuwa nimefika kwenye sheli ambayo nalaza gari langu. Niliposhuka niliwaona na wao wakiwa wanashuka kwenye gari. Nilikabidhi gari kisha nikawa nimeingia mtaani. Wakawa wanakuja nyuma yangu. Kutokana na mimi kujua vyema mtaani na Ocean, niliweza kuwapiga chenga ya mwili na kuingia kwenye kichoro ambacho niliwapotea na hawakuweza kuniona. Baada ya kuwapotea, walitoa bastola alizokuwa nazo na mmoja alikuwa amenungunika sana kwamba wameshindwa kufanya kazi ya kizembe sana. Kwenye mazungumzo alisema kijana huyo alipofika hapo alikuwa amesita kuendelea na alionekana kana tetemeka. Jupiter Mazinge alimsogelea kijana huyo na kumsihi kwa upole asiogope kusema kile ambacho alikuwa amekisikia kutoka kwa watu wao. Oh my god, naogopa mimi kusema alichosema siku ya jana. Kijana alikuwa anazidi kutetemeka huko anajishika kifuani upande wa moyo. Jupiter Mazinge alimwambia mke wake atoke nje. Alishagundua hiyo ni siri ambayo anatakiwa kuambiwa peke yake. Kijana aliogopa kusema maneno hayo mbele ya mtu mwingine zaidi ya mwandishi huyo. Mkewe alitoka kwenye ofisi hiyo huku akionekanika kuwa na hamu ya kusikia kile ambacho kilisemwa na watu hao. Ndani ya ofisi walibaki wawili, Jupiter Mazinge na Josefu Walioka. Je, kijana alisikia siri gani ambayo ile inamfanya kutokumwamini mtu yote zaidi ya mwandishi huyo? Tumebaki wawili sasa. Unaweza kuniambia hicho kitu chokisikia wakisema? Alikuwa ameongea huko akiwa anamfungulia chupa ya maji. Bwana mdogo Josefu Walioka alipokea chupa hiyo akanywa maji kiasi kisha akaweka mezani. Wale watu walisema kwamba wamepoteza muda wa kumua msomaji wako, ila wana nafasi ya kumua mwingine. Hivyo hao kutaka kupoteza muda kuendelea kunifuatilia mimi. Josefu Walioka alikuwa ameongea maneno hayo huku akitoa simu yake na kuweka sauti alizorekodi. Japo zilisikika kwa mbali, ila zilikuwa zinasikika kiasi cha kutosha mtu kusikia na kitu gani kilizungumzwa na watu wao. Ina maana walikuwa wanataka kukuua wewe kwa sababu ni msomaji wangu.
Nahisi hivyo. Nilisikia vizuri jina lako likitajwa kwenye hiyo sauti. Lakini mimi sio Macmillan Cornet. Oh my god, I'm sorry. Alikuwa ameongea huku akiwa anavua miwani yake, alisema hivyo huku kama jisau kama jina lake la uandishi ni Macmillan Cornet. Kwa sababu yeye hakuwa kiongozi mkuu wa eneo la pale. Toka saa ilipozima alipokuwa gerezani, eneo hilo lilipata kiongozi mpya. Toka alipokuwa ametoka gerezani hakuendelea na kazi ya kuandika. Alikuwa ni mtu wa kushinda ndani na kutazama tu dunia inaendaje. Hali hii ilimfanya kulikataa jina la Macmillan Cornet mara kadhaa. Ila hilo ndilo lilikuwa jina lake la uandishi na ukanda wote wa Afrika Mashariki walimfahamu kwa jina hilo. Ni kawaida kwa waandishi wengi kuwa na majina ya uandishi nje ya majina yao halisi. Ilikuwa hivyo hata kwa mwamba huyo, George Peter Mazinga. Tena tukaone kwenye CCTV. George alikuwa ameongea huko akiwa anaongoza njia, wawili hao wakaenda pamoja mpaka kwenye chumba ambacho kina TV zinazoonyesha kamera zote za ulinzi ndani ya jengo hilo kubwa la maktaba. Walinzi wawili waliokuwa zamu walimsalimia kwa heshima mwandishi huyo, kisha walimuuliza ni shida gani ilikuwa imewaleta kwenye chumba hicho. George aligeuka na kumtazama usoni Joseph Warioka ambaye alielezea shida yake. Walinzi hao walikaa kwa muda kwenye mitambo kutafuta video za muda sahihi aliyokuwa ametaja bwana mdogo huyo. Video zikapatikanika na wawili hao kama wametazama kwa umakini mkubwa kutoka upande wa pili wa barabara inayokatiza mbele ya jengo kubwa la maktaba. Ilionekanika gari Toyota Land Cruiser nyeupe ambayo ilisogea na kuegeshwa pembezoni mwa barabara. Mlango wa nyuma upande wa dereva alishuka mwanaume mrefu mwembamba ambaye alivaa suti ya rangi ya njano. Akitazama huku na huku, alitoa pakiti ya sigara kisha kama amechomoa sigara moja na kuibana kwenye midomo yake. Aliingiza mkono upande wa kushoto wa suruali yake na kutoa kiberiti cha gesi, akawasha sigara na kuvuta huku akiwa anatazama huku na huku kama alivyokuwa amefanya toka aliposhuka kwenye gari. Baada ya dakika 2 za kuvuta sigara hiyo, kioo cha dereva kikashuka kidogo na mwanaume huyo akasogea hapo kusikiliza. Alisikiliza kwa dakika 2 kisha kama ameangusha chini kipande cha sigara. Alikikanyaga kwa nguvu mpaka ikazima. Baada hapo alivuka barabara huku akijifuta midomo yake. Alisogea mpaka getini na dakika moja tu alikuwa ameweza kupita hapo kwa mwendo wa haraka na alikuwa ameweza kuja kuingia ndani ya maktaba. Naomba rudisha nyuma kidogo hapo wakati akiwa anapandisha hizo ngazi. George aliongea kwa akiwa anasogea taratibu na TV hiyo. Mlinzi alifanya kama ambavyo mwandishi huyo alikuwa anataka. Walisimamisha video hiyo kwenye eneo ambalo mkono wa kushoto mwanaume ulionekanika wazi kabisa. Mkononi alikuwa na tattoo. Haraka sana George kama ametoa simu yake na kufananisha tattoo hiyo na ile ambayo aliiona kwa kijana yule aliyokuwa amechukua viatu vya Monica pale hotelini. Zinafanana. Zinafanana si ndio? George aliongea kwa kana muonyesha picha hiyo bwana mdogo Joseph Warioka. Kijana alitikisa kichwa kuitizama na zilikuwa zinafanana sana. Tattoo ya mchoro wa miguu ya ndege imekanyaga nyaya za umeme zilizokuwa zimechubuka ulikuwa kwenye mkono wa kushoto kama ilivyokuwa kwa kijana yule ambaye alikuwa amefia kwenye barabara ya chini. Huyu ulimuona usiku wa jana? Alimuuliza Joseph Warioka kuhusu mwanaume huyo ambaye alikuwa anaonekanika namna jinsi alivyokuwa anazunguka ndani ya maktaba bila kuchukua kitabu chochote. Ndio nilimuona, na alikuwa ni wa kwanza kutoa bastola yake, ila hakuwa amevaa hii suti. Utawakumbuka kama utaona siku nyingine. Vizuri sana. Siwezi kuwasahau watu ambao walikuwa wanataka kupora maisha yangu. Basi mpaka hapo nimeshapata hapo kuanzia. Tunaweza kwenda hivi sasa. George alikuwa amemwambia Joseph Warioka na wawili hao wakatoka tena wakiwa wameongozana. George alikuwa ametoa kitambulisho cha dhahabu na kumpatia Joseph Warioka. Bwana mdogo alikitazama kitambulisho na ukishangaa sana. Aliwahi kuona kitambulisho kama hicho ila kilikuwa kina rangi nyeusi. Kama kuna siku watu hao watakuja tena, unaweza kwenda pale. Kule utakuwa salama. Geti ni pale ukionyesha hicho kitambulisho na moja kwa moja unapata hifadhi. George aliongea na kumshtua Joseph Warioka ambaye bado alikuwa akishangaa kitambulisho hicho. Mwandishi alimwaga kijana huyo na kupiga hatua kwenda ofisini kwa mkewe. Alimkuta akiwa na shauku ya kutaka kujua kama wamefanikiwa kuwaona. Tumewaona ni wale walitaka kumuua Monica. Wamenichanganya sana. Usichanganyikiwe mapema namna hii. Ndio kwanza jambo bado geni unachanganyikiwa nalo kwa nini? Ni heri jambo hili limekuja nikiwa na miaka 70. Kama ningekuwa na miaka 30 mpaka muda huu, ili genge la hao vijana lingekuwa limepeleka kilio kwa wazazi wao. Umeshajua ni kina nani? Sijajua.
ila natakiwa kwenda Black House mapema sana na kuwakusanya vijana wangu haraka. Kuna janga kubwa liko mbele yetu, tunatakiwa kulizuia lisitoke. Janga gani mume wangu? Kuna kundi la watu limeamua kuanza kuwaua watu wote wanaosoma kazi zangu. What? Tunatakiwa kulizuia hili kwa sababu watu wanaosoma kazi zangu nchini zaidi ya 60% ya watu wote. Unadhani kitu gani kitaenda kutokea? Nchi itanuka damu, maiti zitazagaa mpaka mitaani. Sihitaji kujua kwa nini wanafanya hivi. Natakiwa kuzuia kwanza ili lisitoke. Usiondoke bila mlinzi. Acha mimi nikawakusanya vijana wangu. Alikuwa ameongea kwa kumsogelea mke wake na kumkumbatia kisha kama ametoka kwenye ofisi hiyo, simu ikiwa mkononi. Kulikuwa na hatari kubwa sana kwa wasomaji wa kazi za mwandishi huyo. Bahati nzuri amewahi kugundua hivyo, atapambana nao. Basi bwana, ni saa 3 usiku ndani ya jiji la Zuli. Kiza kimetanda na manyunyu ya mvua yalikuwa yanadondoka taratibu, ishara ya kwamba mvua kubwa ingenyesha siku hiyo. Idadi ya watu waliokuwa nje ilikuwa ni ndogo ukilinganisha na siku ambazo mvua ilikuwa hainyeshi. Kwenye moja kati ya gorofa la makazi ya gharama nafuu, chumba kimoja kilicho gorofa ya 6, dirishani anakaa kijana mmoja akiwa anatizama nje namna jinsi mvua ilivyokuwa inadondoka taratibu katika majira ya usiku. Vipi na leo imeshindikana? Kijana huyo alikuwa ameandika ujumbe huo kwenye simu yake alipotaka kutuma risita, kisha aliufuta ujumbe huo na kurudisha simu yake mfukoni. Akachusha pumzi baada ya kugundua alikuwa hana ujasiri wa kutumia ujumbe huo mpenzi wake. Alikunja ngome kwa hasira kisha kama amepiga ukutani. Mwanamke aliyekuwa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi alikuwa ni mtu ambaye yuko busy sana. Nilali tu na leo atakuwa amechoka sana. Japo sijasikia kokote kule kwamba kuna jengo limeungua, ila nahisi atakuwa amechoka sana, anahitaji kupumzika. Kijana huyo alikuwa ameongea mwenyewe kwa anafunga dirisha. Alishachoka kuendelea kusubiri. Baridi na mvua ambayo ilikuwa inataka kushuka majira ya usiku vilimshawishi alale akiwa amejifunika shuka zito kidogo. Alifungua kabati na kutoa shuka kutupa kitandani. Ghafla simu yake ilitoa sauti ya ishara ya kuingia kwa ujumbe wa maandishi. Haraka alikuwa amefungua simu yake na kusoma ujumbe huo. Utakuja hapa hoteli ya Tugimbe. Nimepata chumba kizuri tunachoweza kupumzika pamoja usiku. Ujumbe ulisomeka hivyo na kumfanya kijana huyo ashangilia kwa nguvu, mfano wa shabiki ambaye timu yake imepata goli kwenye dakika za majeruhi. Usichelewe sana, na masaa 5 tu kuanzia sasa. Baada hapo natakiwa kuwa ndege ya saa 10 usiku. Ujumbe wa pili umesomeka hivyo, kijana huyo sura yake ikawa na tabasamu pana. Aliandika, usijali sasa nitakuwa hapo, wala usiwe na wasiwasi. Alitupa simu kitandani kisha kaingia bafuni, akafungua bomba la maji yake mwagika kwa dakika 2. Akafunga bomba na kutoka na taulo, akajifuta haraka. Alitoa jinsi nyeusi na fulana ya blue. Alitoa raba nyeupe na mkufu wa dhahabu. Alivaa haraka huku akiwa anajitahidi kuwasiliana na dereva wa usafiri wa haraka aliye karibu. Dakika 10 tu toka aliposoma ujumbe wa kwanza alikuwa anashuka ngazi kwa kasi. Magorofa hayakuwa na lifti. Hata aliyekuwa ameishi gorofa ya 10 alikuwa na kazi ya kupandisha na kushuka ngazi kila siku. Chini alikuta gari likiwa linamsubiri. Akamsalimia dereva kisha aliingia kwenye gari. Dereva alikuwa ameshapewa maelekezo ni wapi anatakiwa kumpeleka mtu huyo na alikuwa na haraka. Umependeza sana, unanukia vizuri sana kijana. Unanikumbusha enzi za ujana wangu. Nilikuwa kijana mtanashati sana. Bahati nzuri kwenye maisha yangu majukumu yaliwahi sana kunifikia, hivyo nikajikuta napoteza utanashati wote. Dereva alikuwa ameongea maneno hayo kwa kuwa anajikuna kidevu chake. Alikuwa mwanaume mwenye umri wa makamo ya utu uzima. Mimi nimechelewa kidogo kuwa na majukumu kwa sababu kwenye kizazi chetu hiki sioni kama ni rahisi kupata mtu sahihi. Kwa kizazi chenu hiki ni rahisi sana mtu kufaulu mtihani wa kidato cha 4 na sio kupata mwanamke sahihi. Nilipokuwa mdogo niliwahi kumuuliza babu yangu, ni wakati gani itakuwa ni ngumu sana kwa mwanaume au mwanamke kuoana. Akanijibu, ikifika kipindi ambacho wanawake wataanza kuwa kwenye nafasi ya wanaume, basi ndoa itakufa kifo kibaya sana. Hata wale ambao watajaribu kuoana watakuwa wanaachana kila siku. Hayo ndio nayoyaona hivi sasa. Wazee wetu waliishi mbele ya muda. Haya waliona bila kuishi kwenye zama zetu. Dereva alikuwa ameongea maneno ambayo yalimvutia kijana huyo kuyasikiliza. Alizungumza hali halisi ya ndoa za sasa. Hivi mtu kabla hajawa dereva taxi waga mnasomea kwanza kuhusu kupata maneno kama haya au inakuaje? Jifunze kusoma vitabu. Utapata maarifa mengi sana. Si umeona kama hapo nimekuambia babu yangu alisema hivi na hivi. Ila ukweli ni kwamba sio babu yangu. Mimi sijawahi kabisa kumwona babu yangu wa upande wa mama wala upande wa baba. Wote walikufa kabla sijapata akili timamu. Hivyo nasikia tu walikuwepo. Ila nasoma sana vitabu ili kuongeza maarifa.
Vijana siku hizi mmekuwa wavivu kusoma, hivyo mmebakia na yale yale mliojifunza tu darasani. Mimi nasoma sana vitabu. Mimi ni mmoja kati ya wasomaji wachache wa mwandishi Mark Benedict ambao wamesoma vitabu vyote vya mwandishi huyo. Sio kweli? Umesoma mpaka siri? Nimekisoma hicho kitabu. Toleo la bei rahisi ilikuwa 1,500. Nilitoa hizo pesa nikanunua hicho kitabu. Na ninajisikia vizuri kuweza kukinunua kile kitabu. Watu wakija nyumbani kwangu wakikiona siri juu ya meza, wanaelewa namna jinsi nilivyo mlevi wa kupindukia linapokuja swala la kusoma vitabu. Kama umesoma mpaka siri, basi wewe sio msomaji wa vitabu, wewe ni mlevi kama walevi wengine tu. Anapenda sana kusoma na kujifunza kutoka kwa watu walionizidi umri. Kwa mfano wewe hapo. Sawa, kwa Mark Benedict ni mwandishi ambaye unamkubali sana. Namkubali sana. Niliposikia ametoka gerezani nilitamani sana atuandikie riwaya yake ambayo itaelezea maisha yake ya gerezani. Ila mpaka sasa hivi upo kimya. Tunasikitika kuona kile kitabu cha Hayawezi Kutokea nchini kwetu kimekuwa cha mwisho kwenye maisha yake yeye kuandika. Napenda sana kuona vijana wadogo kama wewe wanasoma vitabu. Natamani utamaduni wa kusoma uendelee tu zaidi na zaidi. Kwa sasa ili mtu asome kitabu anatakiwa kutoka kwenye familia na kusoma vitabu au iwe damuni mwake mwenyewe tu. Unaitwa nani? Naitwa Isaya Gumbo. Ila hili jina la Gumbo ndio maarufu sana kiasi kwamba jina langu Isaya limefichwa kabisa. Nikuite Gumbo au Isaya? Niite Gumbo. Ukiniita Isaya utakuwa unanichanganya. Sawa Gumbo. Je, unajua kwamba miaka 9 iliyopita mwandishi Mark Benedict aliua watu wengi wasiokuwa na hatia kwa kisingizio cha kuiokoa nchi isitumie dawa na vifaa tiba feki? Sijakuelewa. Kwa nini unauliza hilo swali? Na kuuliza kwa sababu nataka kujua kama mtu ambaye wewe unamkubali sana na umekuwa ukimuona kama kisima cha kuchota maarifa unamfahamu vizuri. Historia kuhusu hayo mambo nilisimuliwa tu. Kwa walionisimlia wanasema Mark Benedict ambaye jina lake halisi ni George Peter Mazinge ni shujaa wa nchi kwa sababu aliokoa maisha ya watu wengi sana. Unajua kitu chote kile hata kimoja tu kuhusu mtu anayeonekanika shujaa kwa watu? Hivi hatujafika nilipotaka kwenda kwa sababu unaniuliza maswali ambayo siyaelewi kabisa. Gumbo, unapotaka kwenda siwezi kupeleka leo. Ndio nakupeleka ukaione picha ya mwandishi wako Mark Benedict. Mtu ambaye amemwaga damu za watu wengi na yupo uraiani akiwa huru. Raia wapumbavu kama wewe mnamuita shujaa? Mwanaume alikuwa ameongea kwa sauti nzito tofauti na ya mwanzo. Gumbo alikuwa ameshtuka sana na nguvu zilimwisha ghafla. Moshi mzito na baridi ulitoka kwa wingi ndani ya gari hilo. Gumbo alijitahidi kubana pumzi lakini alishindwa na kujikuta akipoteza fahamu. Dereva aligeuza gari na kuelekea upande wa magharibi wa Jira Dazul. Aliendesha gari mpaka kwenye eneo linaloitwa Jona Pare. Ni mtaa tulivu wakati wa usiku. Watu wachache na gari moja sana ndio walikuwa wanapita kwenye barabara kubwa ya mtaa huo. Dereva alifika kwenye eneo lenye ukuta mkubwa ambao ni uzio wa uwanja mkubwa wa soka wa Jona Pare. Aliwakuta wanaume 4 wakiwa wamevaa suti za rangi tofauti. Alikuwepo aliyekuwa amevaa suti ya kijivu, mwingine nyeusi na mwingine alikuwa amevaa koti na suruali vya rangi tofauti. Watu 4 walikuwa wamevaa maski ambazo ziliziba sura zao. Hata dereva aliposhuka kwenye gari alikuwa amevaa maski ya kuziba sura yake isionekane. Alimvuta Gumbo mpaka kwenye miguu ya wanaume hao. Walimfunga kamba miguuni kisha wakawa wamemzindua kwa kumwagia maji ya baridi sana. Gumbo alishtuka akiwa amelala chini kwenye maji ya baridi. Haraka alikuwa amekurupuka na kuwatizama watu hao akiwashangaa. Watu 4 walikuwa na bastola mikononi mwao. Gumbo aligundua nguo za dereva, alijivuta mpaka kwenye miguu ya mwanaume huyo. Naomba msiniue, naomba msiniue. Gumbo alikuwa anaongea kwa kilia kwa machozi yalikuwa yanamtoka. Dereva alirudi nyuma akambutua shuti la mdomo. Gumbo alichanika mdomo na damu zikawa zinamtoka puani na mdomoni. Aliinuka chini alipodondoka na kurudi kwenye miguu ya mwanaume huyo. Naomba msiniue. Nisameni jamani, kama ni kusoma vitabu vya Mark Benedict basi nitaacha, naomba niache tu hai tu. Natamani kuishi, bado natamani kuishi, msiniue, naogopa kufa. Gumbo aliendelea kuwaomba watu hao huku akiwa amemkumbatia mguu wa kushoto wa dereva. Bila huruma mwanaume mmoja alinyosha bastola yake akampiga risasi 2 kiunoni. Mama nakufa, mwanao nakufa. Nakufa mama kwa sababu ya kusoma vitabu ulivyonitunzia. Nakufa mama, nakufa. Gumbo alitia huruma mbele ya binadamu wasio na roho zenye huruma. Kwa pamoja walimpiga risasi nyingine nyingi sana mpaka mwili wake ukawa hautamaniki. Gumbo alikufa huku akiwa anaongea. Gumbo alipata maumivu mpaka kufa kwenye saa ambayo
alizani anaenda kupata raha. Gumbo anakuwa msomaji wa kwanza kufa. Je, atafanya nini George Peter Mazinge taarifa ikimfikia? Je, ni wakina nani ambao wanafanya mauaji haya ya kikatili na kwa nini wamechagua kuua wasomaji wa mwandishi huyo? Tuko ndani ya simulizi yetu tamu Ukuta wa Mauaji, tukaendelea kufuatilia kisa hiki kwa ukaribu sana. Tuishia hapa msikilizaji katika sehemu hii ya kwanza kabisa ya simulizi yetu Ukuta wa Mauaji iliyoandikwa na mtaalamu George Daktari SR ikimesimuliwa na director Owen kutokea hapa Simulizi Max. Unaipata kwa utulivu kabisa. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili tunayo simulizi tamu kweli kweli Ukuta wa Mauaji. Simulizi hii tulikuwa tumeianza sehemu ya kwanza na tukawa tumeishia pale ambapo Gumbo msomaji wa Mark alikuwa ametekwa na dereva taxi ambaye alikuwa anataka kumpeleka hoteli moja hivi kwenda kula raha. Alikuwa amemzimisha kwa moshi uliokuwa umemzimisha Gumbo, akamvuta mpaka kwenye miguu ya wanaume hao. Baada ya kumfikisha sehemu fulani, alikuwa amemfunga kamba miguuni kisha akamzindua na kumwagia maji ya baridi sana. Gumbo alishtuka akiwa amelala chini kwenye maji ya baridi. Haraka alikuwa amekurupuka na kuwatizama watu hao akiwa shangaa wote wanne walikuwa na bastola mikononi mwao. Gumbo aligundua nguo za dereva, alijivuta mpaka miguuni mwake mwa mwanaume huyo. Naomba msiniue, naomba msiniue. Gumbo alikuwa ameongea kwa kanalia machozi ikiwa anamtoka. Dereva alirudi nyuma akambutua shuti la mdomoni. Gumbo alichanika mdomo na damu zikawa zinamtoka puani na mdomoni. Aliinuka chini alipodondoka na kurudi kwenye miguu ya mwanaume huyo. Naomba msiniue. Nisameni jamani, kama ni kusoma vitabu vya Mark Manning basi nitaacha, naomba mniache tu hai. Natamani kuishi, bado natamani kuishi, msiniue, naogopa kufa. Gumbo akaendelea kuwaomba watu hao huku akiwa ameukumbatia mguu wa kushoto wa dereva. Bila huruma mwanaume mmoja akanyosha bastola yake na akampiga risasi mbele kiunoni. Mama, nakufa mwanao. Nakufa mwanao sababu ya kusoma vitabu ulivyonitunzia. Nakufa mama, nakufa. Gumbo alitoa mbele ya binadamu wasiokuwa na roho zenye huruma. Kwa pamoja walimpiga risasi nyingine nyingi mpaka mwili wake ukautomaniki. Gumbo alipata maumivu mpaka kufa kwenye saa ambayo alizani anaenda kupata raha. Gumbo akawa msomaji wa kwanza kabisa kufa wa Mark Manning. Msikilizaji, tunaendelea na sehemu ya pili. Mimi director Owen. Kuweni makini wasikilizaji wangu, watu wakisikia kama unasikiliza simulizi za DON watakutafuta hapo ulipo. Kwa hakikisha unavaa earphone usikilize kwa sauti kushtukia. Mtunzi ni George Daktari SR. YouTube channel Simulizi Max, WhatsApp 0677 062012. Tunaendelea na sehemu ya pili ya simulizi yetu Ukuta wa Mauaji, mada wa tukiwa naye Mark Manning. Tunaendelea. Baada ya kukamilisha mauaji hayo ya kikatili, watu wale wanne waliingia kwenye gari moja na kuwa wa kwanza kuondoka. Mwanaume ambaye alikuwa dereva na aliyefanikisha kumleta hapo Gumbo alirudi kwenye gari lake na kuondoka taratibu bila wasiwasi wowote ule. Walimuua Isaya Gumbo kwa sababu tu alikuwa msomaji wa kazi za mwandishi Mark Manning. Gumbo kabla ya Jafar alijuta kuweka wazi mapenzi yake kwa kazi za mwandishi huyo. Kuna wakati alitamani muda ungerudi nyuma na angepata nafasi ya kukataa kuijua hata sentensi moja ya kitabu cha mwandishi huyo. Ila muda huo haurudi nyuma wala haumsubiri mtu. Muda ukienda umeenda. Mwili ukabaki chini hapo ukizidi kuvuja damu kutoka kwenye majeraha ya risasi alizopigwa. Roho itoka pumzi iliacha kupita kwenye tundu za pua na moyo uliacha kudunda. Askari polisi ambao walikuwa wanafanya doria usiku huo waliukuta mwili wa Isaya Gumbo majira ya alfajiri wakati wakimalizia doria yao. Pembeni ya ukuta mkubwa ambao ni uzio wa uwanja mkubwa wa soka wa Jona pale, mwili huo ulilala hapo. Askari walikuwa wanashangaa namna mwili huo ulivyokuwa umepigwa risasi nyingi sana. Hii si kawaida. Hata kama ulitaka kuhakikisha na kufa, lakini sio kwa kumpiga mtu risasi zote hizi. Askari alionekana kuwa kiongozi wa wenzake kwenye eneo la tukio aliongea kwa akiwa anapekua simu ya marehemu. Wenye nguvu watoka wamerudi tena hapa mjini. Huyu mtoto sidhani kabisa kama kuna kikubwa ambacho amewakosea. Hadi matumizi mabaya tu ya nguvu na kuonea raia wanyonge. Usikute mtoto wa watu kucomment tu jambo mtandaoni ila wenye nchi wamefikia kuichukua roho yake. Askari yule alikuwa ameongea mwenyewe huko akizidi kuikagua simu ya marehemu Gumbo. Alikuta namba ya mtu ambaye aliitwa kwa ajili ya usafiri wa kumpeleka marehemu kwenye hoteli ya Tugembe. Alichekecha akili yake kwa haraka akaona hapo ndo pa kuanzia na wala hamna step nyingine. Haraka alimuita mtaalamu wa kompyuta, namba hiyo ikaingizwa kwenye mfumo na baada ya dakika 2 mtaalamu huyo kufanya kazi yake, namba hiyo ya simu iliweza kuonekanika ilipo muda huo. Aliwaita askari watatu waliokuwa na silaha akawaambia waingie kwenye gari wanaenda kazini. Waliingia pamoja na mtaalamu wa kompyuta. Safari ilianza kwenda kwenye eneo. King'ora cha gari la polisi kilisikika kwa sauti ya juu sana na magari yalipisha njia. Watu wao wapite. Dakika 21 zilitosha kutoka eneo la tukio mpaka kwenye eneo la maegesho ya magari mabovu
panaitwa Daniba. Mtu yoyote ambaye alikuwa na gari bovu ambalo halihitaji tena kuendelea kulitumia alikuwa analileta kwenye eneo hilo. Magari mengi mabovu yalikuwa hapo kwenye eneo hilo ambalo limetengwa maalumu na serikali. Askari 5 wakiwa ndani ya gari moja waliwasili hapo haraka. Walishuka mbele ya geti kubwa la eneo hilo. Walinzi 3 walikuwa getini wanalinda eneo hilo. Walisogea mbele na kuwaomba vitambulisho watu hao. Naitwa Inspector Wilfred Marolo kutoka polisi makao makuu. Nipo na wenzangu hawa. Kuna gari imeletwa hapo, tuna mashaka nayo. Kiongozi alikuwa amejitambulisha kwa kuwa anampatia kitambulisho chake mmoja kati ya walinzi hao. Mlinzi huyo alikitazama kitambulisho hicho kisha akarudisha kwa Inspector Marolo. Aliruhusiwa kuingia ndani kufanya kile kilichowaleta. Kaila, ongoza njia haraka sana. Inspector Marolo alimwambia askari wa kike ambaye ndio mtaalamu wa kompyuta. Askari aliongoza njia huko akiwa anatazama kishikwambi kilichokuwa mkononi mwake. Walifika na kulikuta gari zima likiwa limepachikwa kwenye mstari mmoja wa magari mabovu. Askari mmoja alisogelea na kukamata mlango wa dereva. Gari lilifunguka na hapo hapo Inspector Marolo akawa wa kwanza kushtuka kwamba unaweza kuwa ni mtego huo. Rudi nyuma. Alipiga kelele huko akiwa anakimbia kusogea mbali na ile gari. Askari wenzake nao walitoka mbio na kusimama mbali. Kuna nini sasa? Kaila alikuwa ameuliza huko akitazama kwa mbali kishikwambi chake ambacho alikidondosha karibu na gari alipokumbwa na mshtuko wa sauti ile ya tahadhari. Ni mtego, ulisikuwa nisi kushtuka mapema. Inspector Marolo aliwaambia wenzake huku macho yake akiwa lilipo gari hilo. Waligeuka kutazama kuna mtego gani na hapo hapo kishindo kizito kilisikika wakati mlipuko wa gari hilo ukitokea. Gari likateketea hapo hapo. Askari wakabaki wamepigwa na butwa. Kama sio machale ya Inspector Marolo basi hakuna ambange baki kuwa hai kati yao. Ulijuaje? Gari aliuliza huko akiwa anajifuta vumbi mwilini mwake. Mlipuko wa bomu uliwarushia vumbi la kutosha. Simu iliyohusika kumteka mtu ilibaki hewani mpaka muda huu. Ni wazi kabisa ulikuwa ni mtego kwa ajili ya watu wa kwanza ambao wangetaka kujua ni akina nani ambao wamehusika na yale mauaji. Simu ya mtu aliyehusika na mauaji haiwezi kuwa hewani mpaka sasa. Lazima ingelikuwa haipatikani. Kuendelea kupatikana ina maana kwamba walikuwa na mvuta mtegoni mfuatiliaji wa mauaji hayo. Uzoefu kazini wetu kwa siku ya leo. Kama wote tusingekuwa wazoefu kazini, basi siku yetu ilikuwa imefika. Ni Mungu, tuna siku ya kufa kwetu ilikuwa bado haijafika. Siku ikifika hakuna uzoefu wala ujanja. Na ndio maana mabaharia na wazamiaji wanakufa kwenye maji. Madereva wazoefu wanakufa kwenye ajali za barabarani. Hata wazoefu wa vita wanafia vitani. Hivyo ni muda tu ulikuwa hujafika. Muda ukifika uwaga hakuna mzoefu wala hakuna mjuzi wa mambo. Au na uwezo mkubwa, cheo kikubwa na bado una hekima kwenye kuzungumza kwako na sisi wadogo zako. Natamani kuwa kama wewe siku moja. Afande Kaila alikuwa ameonekanika kuvutiwa na namna Inspector Wilfred Marolo alivyokuwa anaongea nao. Alikuwa anamrekebisha maeneo mengi sana kwenye matamshi yake. Pia alikuwa anamuelekeza namna sahihi ya kuzungumza. Kaila alikuwa anataka kusogea kwenye moto ili kutazama kama kishikwambi chake kitakuwa na chochote cha kuokota, ila Inspector Marolo alimzuia kwa kumshika mkono. Subiri kwanza, wale tuliokuta pale getini si walinzi. Kwa nini hawajafika hapa mpaka muda ulicha mlipuko kusikika huko ndani? Inspector Marolo alikuwa ameongea kwa kuwa anachomoa bastola yake na kuikamata kwa mikono miwili. Kaila naye alikuwa amechomoa bastola hapo na kugeukia upande lipo kwa gate. Walisogea kwa umakini mkubwa getini, palikuwa kimya. Haraka askari wakatumba walinzi walikuwa wamekimbia baada ya kushuhudia sura za waliofika hapo. Hii ni hatari. Wauaji watakuwa na picha za sura zetu na wanajua kwamba tunafuatilia kifo cha bwana mdogo. Haraka turudi kwenye gari hili, sio eneo salama kwa sasa. Hii kazi tukaijadili ofisini. Inspector Marolo alikuwa amemwambia vijana wake ambao walirudisha bastola mahali walipokuwa wamezitoa na wakatoka mbio kurudi kwenye gari. Inspector Marolo baada ya kuhakikisha kila mmoja yuko ndani ya gari, aliingia na dereva kama ameondoka kuwarudisha kituoni ambako walikuwa wanaenda kuanza kazi hiyo serious. Hali ya hewa kwenye mitandao ya kijamii nchini Tanzania ilichafuka sana. Video moja ambayo ilikuwa inaonyesha watu 4 wakiwa wamezunguka kijana mmoja kisha wanampiga risasi mpaka nafariki ilileta simanzi na majonzi kwa watu wengi walioiona na hata wale ambao walisimuliwa watu. Video ilitisha sana japo haikuwa na sauti. Namna kijana alivyokuwa anatetemeka mpaka kufa kuliwaumiza watu wengi sana. Tanzania, nyumbani kwa mpenda amani, George Peter Mazinge. Nchi yenye sheria zilizomhukumu mwandishi Mark Mlelkoneti kwa kosa la kuliokoa taifa kutoka kwenye dawa na vifaa tiba feki. Leo hii limepokea msiba mzito wa kijana mdogo Isaya Majaliwa Gumbo, kijana mdogo ambaye bado hajafanikiwa kuishi asilimia kubwa ya ndoto zake. Maisha yake yamekatishwa kwa kupigwa risasi nyingi zisizokuwa na idadi kamili na watu wasiojulikana.
Hatujui nini kilichopo nyuma pazia mpaka kufikia unyama huu kutendeka hadharani. Hatujui ni nini sababu ya kijana huyu kufa kifo cha kikatili namna hii, ila tuna ombi moja tu kama taifa. Kama kuna kitu tunaweza kuzawadiwa sisi kama wananchi wa nchi hii, ni hawa watu kukamatwa na kuwekwa ndani. Hiki walichokifanya kinatishia hali ya amani ndani ya nchi yetu. Tunaliomba jeshi la polisi lifanye kama hisani kwa ajili ya sisi wananchi, ili roho zetu zitulie. Tunaomba hawa watu wakamatwe haraka na tuone sheria ikifanya maamuzi yake juu ya kile ambacho wanakitenda. Tunapaza sauti, tunaandamana, tunafunga mitaa na masoko ili haki ya huyu kijana ipatikane. Hakuna raia wa nchi ambaye anastahili kifo cha namna hii. Alikuwa ni maoni ya mtu aliyekuwa amejiita Kimboka ndio kwetu KNK. Mtu huyu ambaye ni maarufu kwa kuachia maoni yenye utata na yenye kuvuta hisia za watu, aliandika maoni hayo na kuwaacha watu wa nchi yake wakiwa na muunga mkono. Kwenye mtandao wa Deski moto ulikuwa unawaka. Wanaharakati wa haki za binadamu, asasi za kiraia zinazotetea haki za binadamu na hata taasisi za dini zilikemea mauaji hayo kwa kiwango cha juu sana. Jina la Isaya Gumbo likawa maarufu. Ilisikika kila mtaa na kila kona ya Jeddah Zone. Picha zake zikapostiwa mara nyingi sana ndani ya masaa 24 ya kwanza toka alipofariki. Wananchi walimlilia Isaya Gumbo. Wananchi wakalilia haki ya kijana huyo ipatikane. Jeshi la polisi chini ya IGP Athman Mdengeleko walikuwa na kazi ya kufanya. Macho ya wananchi walikuwa kwao. Huu ulikuwa ni wakati wa kuthibitisha wananchi kwamba nchi ina jeshi imara la polisi. Upande wa George Peter Mazinga akiwa na bwana mdogo Joseph Walioka walizipokea taarifa za kifo cha Isaya Gumbo akiwa katikati ya kumchunguza mtu mmoja ambaye alikuwa anamfuatilia kijana huyo usiku mmoja uliopita. Walikesha nyumbani kwa Ati Zigi, na hata taarifa za kifo cha Isaya Gumbo zilipoanza kusambaa kwa kasi ya moto wa kifuu ziliwakuta wakiwa wamechoka sana. Kazi ya maana ilifanyika na waliweza kumjua mtu huyo na sehemu yake ya kazi. Nimechoka sana ila sina jinsi, natakiwa kufika Jona pale alipofia huyo kijana. Nahisi mauaji yake yanahusika moja kwa moja na maisha yangu mimi. George aliongea huko akiwa anavaa koti lake. Ni jioni sasa ilikuwa inaingia na aliahidi kwenda kwenye eneo ambalo alifia Isaya Gumbo. Naomba tuongozane wote. Bwana mdogo Joseph Walioka alimwambia George ambaye alivua miwani yake na kufikicha macho yake. Joseph, huu ni wakati wako sasa wa kwenda kuishi Paris. Unataka kwenda kuishi kule mpaka pale nitakapomaliza na watu. Unajua kama ni kweli wana nia ya kuua wasomaji wangu, basi hii ni hatari kuliko ugonjwa wa mlipuko. Nisipoongeza kasi basi naweza kuwa chanzo cha watu wengi sana kufariki. Unaweza kwa Amina, tamani kujua ni kwa nini unataka kutuua sisi. Tumekosea kitu gani? Je, kununua kazi zako ni kosa au tunatenda dhambi kwa wasomaji wa kazi zako? Ni historia ndefu sana. Kwa sasa hivi acha niende. Unganja na kijana. Una miaka 79 hivi sasa. Hali yako sio kama vile ilivyokuwa miaka mingi iliyopita. Kijana anaweza kuwa msaada mkubwa sana kwako. Atizigi alikuwa ameongeza neno baada ya kuona George anamkataa kwa nguvu sana kijana huyo. Maana Atizigi alikuwa na nguvu. Mwandishi alikubali kuongozana na bwana mdogo Joseph Walioka. Waliingia kwenye gari na kuondoka kwenda eneo linaloitwa Jona pale. Ndani ya gari kila mmoja alikuwa kimya. George alikuwa na mawazo sana. Hili jambo lilikuwa linamchanganya sana bwana mdogo Joseph Walioka. Pia alikuwa ipo kwenye hali hiyo kutishiwa maisha kwa sababu ya kusoma vitabu vya mtu. Aliona kitu cha ajabu na cha kipumbavu sana. Akili yake ilikuwa inawaza kuwa kuna mpinzani wa mwandishi Macmillan Cornet kwenye soko na ndiye alisoka mpango huo. Alikuwa mbali sana na sababu yenyewe. Kwa nini ulichagua kujiita Macmillan Cornet na sio kulitumia jina la George? Bwana mdogo Joseph Walioka alikuwa ameamua kuvunja ukimya baada ya kuona dakika 20 zimepita wakiwa hajazungumza chochote kile. Macmillan Cornet ni jina zuri, ni jina la kishujaa na ni jina lenye nguvu zaidi. Kwa hivi sasa mimi sio tena Macmillan Cornet, na ndio maana sina uwezo wa kuandika tena kazi. Macmillan Cornet ni cheo cha mtu ambaye anawaongoza wananchi wa pale. Mimi wakati wangu wa uongozi ulishapita, na ndio maana nimerudi kuwa George Peter Mazinga. Jina ambalo nilipewa na wazazi wangu. Ni miaka 8 hivi sasa inaisha nikiwa nimerudi kwenye hali yangu ya kawaida. George alikuwa amejibu swala la Joseph Walioka huku akiwa anatabasamu. Joseph Walioka alipata nafasi ya kuelewa sasa kwa nini mwamba huyo haendelee kutoa kazi za fasihi licha ya kuwa amerudi uraiani. Una maana hivi sasa huko pale kuna mtu anaitwa Macmillan Cornet? Haiti Macmillan Cornet. Yeye anaitwa Genesis Cornet. Ni kijana wangu wa kwanza ambaye naye ameamua kwenda kuwa kiongozi wa Paris. Mtu anayerithi uongozi ilikuwa ni lazima awe mtoto wako.
Hapana, hakukuwa na ulazima, ila Janice alipenda sana kuwa kiongozi wa Paris na yeye ndiye Cornet wa kwanza ambaye ana kasiri lake ndani ya Paris. Hajataka kuishi mbali na wananchi wake. Nasikia anasema yeye ndio Cornet bora zaidi kwa kutokea kwenye ardhi ya wananchi wa Paris. Kama mnavyojua, mara kadhaa vya kulisi huwa vinazidi, na ndio kilichotokea kwa kijana wangu. Tumefika, naona kuna askari wengi sana kwenye eneo. Utanisubiria hapa kwa sababu hawezi kukuruhusu usogee katika eneo la tukio. George alimwambia Joseph Walioka ambaye aliitikia kwa kichwa. Mzee alikuwa amevaa miwani yake ya macho na koti lake kubwa lililokuwa linakaribia kufika vifundo vya miguu. Alishuka kwenye gari na askari walipomwona tu alimsogelea wakitaka kumzuia, lakini waligundua ni Maximilian Cornet. Walianza kutoa simu zao na kupiga picha za mtu huyo. Mzee wa miaka 79 ambaye muonekano wake uliukataa sana umri wake. Inspector Malone alipoona mwandishi amefika hapo alisogea haraka sana kujitambulisha, huku usoni akiwa ametabasamu. Yeye akasogea mpaka kwenye eneo ambalo lilizungushiwa duara. Macho yake aliyainua taratibu mpaka kwenye ukuta mkubwa wa uzio wa uwanja huo wa soka wa Jona pale. Ukutani hapo kulikuwa kuna mchoro mkubwa wa picha yake. Hilo lilimshtua sana George. Aliacha kutazama eneo lilipokuwa limetokea tukio na sasa alisogea ukutani lilipokuwa ile picha yake. Inspector Malone na yeye ndio muda huo akagundua tukio la mauaji ya Isaya Gumbo lilitokea mbele ya picha kubwa ya mwandishi Maximilian Cornet ambaye ni George aliye mbele yao. George akatoa simu yake na kupiga picha mchoro huo kwenye eneo la sahihi ya mchoraji, kisha akarudisha simu mfukoni mwake. Inspector Malone alibaki anashangaa, kwani ni karibu siku nzima alikuwa hapo ila alishindwa kugundua. Nitakupigia usiku sana. Hivi sasa acha nikapumzike. Nilimwambia Inspector Malone ambaye alihisi mwandishi huyo hayupo sawa. Aibaki njia panda asijue ni kwa nini mchoro uliokuwa ukutani ulimchanganya sana mwandishi huyo. George alitembea hatua 5 kisha akageuka akatizama eneo ambalo alifia Isaya Gumbo. Kama nitachelewa kulipeleka hili jambo mezani kwa vijana wangu, nitapoteza kila kitu kwenye maisha yangu. Wasomaji ndio kila kitu kwenye maisha. Nikiwapoteza wao, nimepoteza kila kitu. Mwandishi aliongea kujizuia asitokwe na machozi. Aligeuka na kurudi kwenye gari na baada ya dakika moja hilo gari likaondoka kwenye eneo la tukio. George aligoma kuzungumza na waandishi wa habari wala mtu yoyote yule. George akiwa kwenye gari akaonekana mtu mwenye mawazo mengi sana. Mara kadhaa alifunga breki kwa kuhisi mbele kulikuwa na gari lakini hakukuwa na kitu chochote. Bwana mdogo Joseph Walioka alikuwa kimya kwa kisubiri kuona ni wapi walikuwa wanaelekea muda huo. Gari lienda mpaka ufukweni. George akashuka kwenye gari na kusogea karibu kabisa na maji. Joseph Walioka na yeye alisogea hapo na kusimama kando yake. Naanza nashindwa kujua nianzie wapi. Napata shauku ya kumpigia simu ndugu yangu lakini naogopa kumuingiza kwenye matatizo ambayo sijiweka kando nayo. Hivi sasa natakiwa kupambana mimi na familia yangu. Si kama tutaweza. George alikuwa ameongea kwa kana tizama nyota angani. Kutokana na hali ya hewa zilionekanika chache sana na kwenye eneo moja tulikuwa liko wazi. Sina uzoefu na haya mambo lakini najua kupigana. Unaweza kuniunganisha kwenye timu yako nikaongeza nguvu? Sio rahisi hivyo. Wakati mmoja kwenye maisha yangu nilitekwa na watu nikapelekwa eneo ambalo ni mfano wa kuzimu, na wanaolinda lile eneo ni mfano wa nusu watu nusu majini. Ni viumbe wa ajabu, wana nguvu na wanaweza kupigana isivyo kawaida. Unaweza kuwa unajua kupigana dhidi ya viumbe wa kawaida, lakini vipi kama utapigana na viumbe wa ajabu? Utaweza? Viumbe wa ajabu wako vipi hao? Jambo la kulikalia kimya na kulitizama tu kama lilivyo, lakini kiuhalisia hivi vita sio sehemu sahihi ya wewe kujaribu kile ambacho umefundishwa. Hebu ngoja. Hivi si nimekuona umepiga picha pale? Joseph Walioka alikuwa ameamua kubadilisha mada baada ya kuona mzee huyu alikuwa anamweka pembeni. Ndio nilipiga picha ule mchoro uliopo pale ukutani. Sawa, naomba nione kitu kwenye ule mchoro. Kitu gani nataka ukiona? Simu yangu waga haiguswi na mtu kiolela. Ulinipa nikagusa tulipokuwa kwenye chumba cha ulinzi pale maktaba. Oh my god, kweli, yani siku zinazeeka. Nilikuwa sikumbuki kabisa kama nilikupatia simu na ukaishika mikononi mwako. Naomba nitazame hiyo picha. Kwenye ule mchoro kuna sahihi ya mchoraji. Tunaweza kujua mchoro huo wakachora nani kwa kuitazama sahihi yake. Japo ni usiku lakini ninaweza kuona ule mchoro pale utakuwa umechorwa siku sio nyingi. Ni kama ulikuwa umechorwa ili jambo hili lifanyike. Tukimpata mchoraji atatusaidia kujua ni nani ambaye alimpa kazi. Tutamtafuta aliyempa kazi na yeye atasema kwa nini pale pachorwe picha yako alafu mauaji yafanyike pale pale. Joseph Walioka aliongea kitu ambacho kilimfanya mwandishi Jupiter Mazinge kujifikiria mara mbili. Inakuwaje bwana mdogo huyu anaweza kufikiria kwa uwezo mkubwa kumshinda yeye? Joseph, nahisi nazeeka sana. Hapana, sio kwamba nahisi, ni kweli nimezeeka.
George alikuwa ametoa simu mfukoni na kumpa kijana huyo. Kwa umakini mkubwa Joseph Walioka alikagua mchoro huo na aliweza kuipata saini ya mchoraji wa mchoro ule. Saini nimeipata. Tunaweza kwenda kwa mwenyekiti wa chama cha wachoraji hapa jijini na kumuuliza kuhusu hii. Joseph Walioka alimwambia George, ambaye alitabasamu kuona kijana kweli alikuwa anaonyesha juhudi kwenye kazi hiyo. Wakarudi kwenye gari na wakaondoka kwa kasi kuelekea nyumbani kwa mwenyekiti wa chama cha wachoraji. Wakiwa ndani ya gari, Joseph akamwambia George kuwa yeye anapenda kusoma vitabu na kuchora. Licha ya kuwa ni fundi umeme, ila mambo hayo mawili amekuwa akiyapenda kwa muda mrefu sana. Kupenda kwake kuchora kulimfanya kujiunga na chama cha wachoraji CCW. Na hapo ndipo alipopata nafasi ya kumjua mwenyekiti anaitwa Sayaga Ranga, maarufu kwa jina Rasta. Mazungumzo yao yaliwasindikiza kwenye safari ya kufika eneo lilokuwa linaitwa Tongoni. Walisimamisha gari mbele ya nyumba iliyokuwa na uwanja mdogo wenye mbao nyingi chakavu kwa nje. Miaka mingi iliyopita nililetwa na kufungiwa mahali kwa siku 92. Vijana wangu walifanya kazi kubwa sana kuniokoa. Niliporudi uraiani nilionekanika kwa mara ya kwanza kwenye mtaa huu. Nilikuja kumwona mtu mmoja mwenye maono ya kuweza kuona matatizo ya watu. Kile alichonitabilia kilitokea kwa kiasi kidogo, lakini nilifanikiwa kukizuia kwa kiasi chake. Nasikitika kusema sikurudi kumshukuru hata nilipotoka gerezani na kuishi uraiani kwa miaka yote miwili. Leo tabu zangu zimenirudisha tena huku. Sitamani kukutana naye kwa sababu nitakosa cha kusema. Niliongea huku akiwa anaitazama nyumba iliyokuwa mbele yao. Mwenyekiti alifungua na kutoka baada ya kusikia honi ya gari ikipiga kelele nje ya nyumba. Alikuwa Rastamani kama ambavyo jina lake lilisema. Joseph alikuwa ni wa kwanza kushuka kwenye gari na George akashuka upande wa pili wa gari. Wote wawili wakawa wamesogea waliposimama Rasta. George na mwenyekiti wakabaki wakiwa na shangana baada ya kukutana uso kwa uso. Turudi hospitali ya Mitelegu. Esamani kwa kuuliza, ulikutana vipi na George? Monica alimuuliza mlinzi aliyekuwa ameachwa hapo amlinde wakati wote atakapokosa ni hapo. Mlinzi wake ametabasamu kisha akamepitisha viganja vyake usoni. Monica alikaa mkao kusikiliza ili kuwaje wakakutana. Maki ni baba yangu. Mamangu alikuwa msomaji wake wa karibu sana wa kazi zake. Walikutana na ukapatikana wewe? Hapana, ila wala usihisi aibu. Hapa Tanzania ni wanawake 2 au 3 tu ambao wangeweza kumkataa George kwenye siku za ujana wake. Mamangu hakuwa na mahusiano na Mark. Mark aliniambia mamangu alianza kusoma hadithi yake toka alipokuwa sekondari. Hata kama utamuuliza leo hii ni binti gani ambaye amewahi kusoma kazi zako na unamkumbuka sana, basi jina atakalokutajia ni jina la marehemu mamangu. Ni yeye, Saada Hasani Bigule. Alianza kusoma hadithi za Mark akiwa binti mdogo wa kidato cha pili. Mark aliniambia mamangu alikuwa akibana pesa yake ya matumizi ya shule ili kununua short story ambazo alikuwa anazitoa kila wiki, na awe sio mtoto wake ila unamuita baba. Na mlikutanaje sasa? Mamangu alipofariki hakuna ndugu ambaye alikuwa tayari kutuchukua na kwenda tukutulea mimi na mdogo wangu. Nakumbuka vizuri namna jinsi ambavyo mjumbe wa nyumba 10 aliwauliza ndugu zangu kuwa watoto wataenda kwa nani, na ndugu wote walikaa kimya. Ndugu hakuona aibu kutukataa mbele ya kaburi la mama yetu. Ndipo Mark alitokuwa na aibu hiyo kwa kunyosha mkono na kutangaza kwamba atatulea mimi na mdogo wangu. Ni siku ambayo nilimzika mamangu na siku ambayo nilikutana na babangu huyo wa sasa. Siku nimechelewa kumjua, ila nafurahi kuwa hivi sasa naweza kuwa karibu naye. Sio rahisi kuwa karibu naye. Mkewe ana wivu sana. Ana wivu mpaka kwa sisi watoto wake. Hataki tumzoe mzee. Unajua kupigana? Kwa nini muulize hilo swali? Nataka tu kufahamu kama unajua kupigana. Kidogo sana. Dunia kila mtu anapigana. Hakuna asiyepigana kabisa. Wenye njaa wanapigana na njaa. Wenye shibe wanapigana na vitambi na miili mikubwa. Wazima wanapambana na vita ya uchumi. Wagonjwa wanapigana vita na afya yao na George amekufundisha vitu vingi sana. Ni vitu gani viwili ambavyo unavijua sana kujifunza kutoka kwake? Sipo vizuri kwenye kujibu maswali, hivyo nitajibu swali hilo la mwisho. Naomba usiendelee kuniuliza zaidi maswali na zaidi. Sawa, niambie hivyo tu. Jambo la kwanza ni kusali. Mimi na mdogo wangu tulikuwa watoto wa muuza genge. Mama yetu alikuwa busy sana kutafuta chakula na mahitaji mengine. Hakuwahi kupata muda wa kutufundisha kusali. Tulipoanza maisha na Mark, kitu cha kwanza kutufundisha ilikuwa ni kusali. Alituambia maisha ya binadamu hayana maana pale yanapokosa mawasiliano na Mungu. Akatuambia njia pekee ya kuwa na mawasiliano na Mungu ni kwa kusali. Alisisitiza kwamba si vema kuanza siku pasi na kusali, na ni vibaya sana kumaliza siku bila kusali.
Akatueleza vyema kuwa wamebarikiwa sana watu ambao husali na kuomba ni sehemu ya tabia zao za kila siku. Kwenye hilo namshukuru sana. Jambo la pili ni kunifundisha sana ya kujilinda. Nilipoanza kuishi nyumbani kwa Mark, aliniambia mwili haujaumbwa kuwa dhaifu. Aliniambia mwili umeumbwa kuwa mkakamavu na imara, hivyo natakiwa niyapende mazoezi. Niliyapenda kweli. Toka nikiwa mdogo nikawa mfanyaji mzuri sana mazoezi. Baadaye akanifundisha sana ya mapigano. Akanisisitiza kwamba binadamu hawana huruma kwa mtu asiyeweza kujitetea kwa mikono yake mwenyewe. Siku akiamua kukufanyia ubaya, kama huwezi kujitetea kwa mikono yako mwenyewe, basi unapotea moja kwa moja kwenye dunia yetu. Amenifundisha vitu vingi sana, ila hivyo viwili ni vitu ambavyo nitamshukuru mpaka siku ya kurudi mavumbini utakapofika. Nilizani Mark Oneti ni mwandishi mzuri tu, lakini kumbe ni baba mzuri sana. Upo sahihi kwenye hilo. Ni saa 8:07. Naomba upumzike sasa, kwa sababu kesho unaweza kuruhusiwa kuondoka. Tunaweza kuwa na safari ndefu, hivyo ungepumzika ili kesho usipate tabu. Si una na kiu ya kunywa maji baridi? Naomba kaniletee maji tafadhali. Monica alimwambia mlinzi huyo ambaye hapo alinyanyuka kwenye kiti na kutoka kwenye chumba hicho. Alimwambia Monica asitoke chumbani. Alifunga mlango kwa ufunguo wa chumba hicho. Kwa mwendo haraka alinyosha korido kuelekea mapokezi ili kwenda kupata ruhusa ya kutoka nje ya wodi hiyo aende upande wa pili kununua maji ya baridi ambayo Monica alikuwa anahitaji usiku huo. Ilikuwa ni usiku sana, hivyo walionekana madaktari na wauguzi mmoja sana wakiwa nakatiza kwa nadra. Alifika mapokezi akamkuta muuguzi aliyekuwa amevaa nadhifu na alikuwa anaandika kwenye daftari la mahudhurio. Aliomba ruhusa na muuguzi alikuwa amechukua kadi moja akampatia na kumsida awahi kurudi. Mlinzi alikuwa ametoka kwenye jengo la upande wa pili. Alifika akaonesha kadi kwenye duka kisha akamsogea kwenye friji. Wakati akiwa anachukua maji alimwona mtu kama aliyemwona mapokezi. Alishtuka lakini alificha wasiwasi wake kwa tabasamu. Macho yake yalitua mkononi mwa binti huyo aliyekuwa na tattoo isiyokuwa ya kawaida. Mlinzi alidondosha maji. Muuzaji wa duka na binti huyo alishangaa kuona mtu huyo kaangusha maji, huku akimshangaa muuguzi aliyekuwa mbele yake. Kwa kasi akatoka mbio kurudi wadini. Aliondoka kama upepo ulivyokuwa na kasi ya kukimbia. Alifika mapokezi akamkuta yule muuguzi. Kwa kasi alizidi kusonga mbele kwenda upande ambao kulikuwa na chumba cha Monica. Alipokatisha kona ya mwisho alimuona muuguzi amesimama kwenye mlango wa chumba alichokuwa Monica. Muuguzi alipomwona mlinzi anakuja mbio akachoma bastola yake iliyokuwa na kiwambo cha kuzuia sauti, akafyatua risasi mbili. Mlinzi alitembea na ukuta, risasi zikachimba ukuta baada ya kumkosa mhusika. Huku akiwa anakuja kwa kasi alivuta kitambulisho chake na kumtupia mtu huyo. Muuguzi huyo alikipiga risasi kutoka kwenye saiti yake. Alifyatua risasi nyingine lakini mlinzi alipiga magoti akaseleleka kama mchezaji anayeshangilia goli. Alishafikiwa kwenye namna ambayo hakuelewa iliwezekana vipi. Risasi 5 zote zilimkosa mtu. Mlinzi alinyanyuka na ngome 2 akishambulia tumbo la muuguzi. Mwenzake akarudi nyuma kujipa nafasi ya kumshambulia mtu huyo. Nafasi haikutolewa. Mlinzi alikamata mikono ya mtu huyo na kuielekeza juu. Risasi 2 alizofyatua zikapiga taa ikapasuka. King'ora cha hatari kikaanza kusikika wodini hapo. Kwa nguvu alishusha mkono wa mtu huyo mpaka kwenye goti na maumivu aliyoyapata muuguzi yalimfanya kuachia bastola ikaenda chini. Alivutwa kwa nguvu akapishwa na kuzuiwa kwa mikono miwili kwenye tumbo lake. Muuguzi aliyumbayumba baada ya pigo hilo. Kutoka alipokuwa ametokea mlinzi, binti yule mwingine alikuja kwa kasi. Kutokana na mwanga hafifu mlinzi hakuweza kukiona kibanio kidogo ambacho kilirushwa na binti yule ambaye wanafanana na muuguzi ambaye alikuwa na garagara chini. Kibanio hicho chenye msumali wenye ncha kali kilizama kwenye tumbo lake na kumshtua. Alirudi nyuma hatua 2 na kukichomoa. Binti alishamfikia na mkononi alikuwa na kibanio kingine kama hicho ambacho amechomwa nacho. Mlinzi alikwepa kwa kuinama, binti akapiga hewa. Alimzunguka na kumkita na kibanio chake mbavuni. Binti aligeuka kwa mikono miwili lakini bado mlinzi alikwepa na kumzunguka vile vile. Kwa nguvu alimchoma shingoni binti huyo kisha akamsukuma kwa nguvu mgongoni akajibamiza ukutani. Binti alidondoka chini na kutulia. Damu zilikuwa zikivuja shingoni mwake. Mlinzi alihisi kizunguzungu. Alimtazama Monica huko akitabasamu. Taratibu alianza kuona ukungu na mwisho aliona giza na kudondoka chini. Muuguzi na huyo pacha wake ni wauaji wawili waliokuwa wametumwa kuja kufanya kazi ya kumuua Monica. Walikutana na kizingiti imara kilichowazuia ipasavyo. Monica alishuhudia mlinzi na majisi alivyokuwa anapambana kumlinda. Machozi yakamtoka baada ya kumwona amelala chini huku anatabasamu licha ya shati lake kuloa jasho eneo la tumboni. Jamani, hii ni hospitali ya usalama wa taifa, lakini mbona hawaji na king'ola kinapiga zaidi ya dakika 5 hivi sasa?
Monica alijiuliza mwenyewe akipekua simu kutafuta namba ya George. Alihitaji msaada baada ya kuona mlinzi kaanguka chini na hospitali hapo hapakuwa na mtu aliyejitokeza kusaidia. Licha ya kuwa king'ora kilikuwa kinapiga kelele kwa zaidi ya dakika 5. Aliipata na kuipiga simu hiyo. Simu iliita bila mafanikio yote yale ya kupokelewa na mhusika. Ghafla yule muuguzi aliyepigwa tumboni akainuka na kwa kujikongoja alienda kuokota bastola. Monica na mlinzi wake walikuwa hapo kwenye hatari ya kupoteza maisha. Muuaji ameamka na mtetezi yuko tabani. Je, nini kitawakuta wawili hawa kwenye wakati mgumu kama huu? Tuendelee kufuatilia kwa karibu msikilizaji. Muuguzi huyo alisimama mbele ya Monica akikohoa na damu zilimtoka mdomoni. Mwili wake ulimtetemeka, lakini mikono yake ilibaki thabiti kama mtu aliyepitia mafunzo ya kijeshi. Akasogea hatua mbili mbele, macho yake yakimtazama Monica kwa chuki na azma isiyotikisika. Monica aliyekuwa ndani alishindwa kupumua, mikono yake ikitetemeka, moyo kidunda kwa kasi ya ajabu. Hakuamini kwa muda huu mwanga wa maisha yake unaweza kuzimwa na mtu asiyejua hata jina lake. Kabla Monica hajapata muda wa kuomba mtu huyo asimuue, risasi ilifyatuliwa. Ikapiga kwenye kioo na sauti ya vyuma kugongana ilisikika kwa nguvu, lakini badala ya kuvunjika kioo kilitetemeka tu na kuacha doa jeupe pale risasi ilipokuwa imegonga. Muuguzi huyo alishtuka kwa sekunde moja, akavuta pumzi nyingine, kisha akafyatua risasi ya pili. Matokeo yakawa yale yale. Kioo kilibaki imara kikiwa kimebonyea tu kwenye maeneo mawili ambayo risasi hiyo zilikuwa zinataka kupenya. Ni bulletproof. Muuguzi alinungunika, uso wake ukabadilika ghafla na kuwa na hasira kali. Lakini kabla hajatafuta njia nyingine, sauti dhaifu ilisikika nyuma yake na ikifuatiwa na mlio wa kitu kiokotwa sakafuni. Aligeuka haraka, lakini alishachelewa. Kwa kasi ya ajabu kwa mtu aliyepoteza damu nyingi, mlinzi wa Monica alijirusha kwa nguvu zote alizokuwa nazo kumzoa mtu huyo mpaka mlangoni. Bastola ikateleza mkononi mwake na kuangukia mbali. Utakufa leo, mlinzi wa Monica alipiga kelele kwa sauti kali ya uchungu na hasira. Akamchoma kisu mara moja kifuani kwa muuguzi huyo, kisha kilichofuata hapo ilikuwa ni kumtoboa na kisu hicho zaidi ya mara 20. Damu ziliruka zikamchafua Jessica usoni na suti yake yote ilikuwa imelowa damu, lakini hakuacha. Akaendelea kuchoma akilia kwa hasira kama mtu ambaye alikuwa akitoa kisasi cha maisha yake yote. Kwa nini unataka kumuua mtoto wa watu? Why? Mlinzi huyo alipiga kelele huku akiwa anamwachia baada ya kumtoboa vya kutosha. Muuguzi alijaribu kusema kitu, lakini pumzi zilikuwa zimekwisha ndani ya mwili wake. Macho yake yakalegea na mwili wake ukaanza kulegea taratibu. Alienda chini na kuanguka mzima. Mlinzi alibaki akiwa amesimama hapo, kisu kilikuwa bado mkononi mwake. Mlinzi huyo akaanza kutetemeka. Alikaa chini polepole akiegemea ukuta. Macho yake akamtizama Monica ambaye alikuwa ndani ya chumba akitetemeka kwa hofu na huruma. Mlinzi huyo ambaye jina lake ni Jessica akavuta pumzi ndefu, kisha akainua shati lake akatazama tumboni. Kibanio kidogo chenye ncha kali kilikuwa bado kimezama mwilini mwake. Akashika kwa makini na kukivuta taratibu. Sauti ya maumivu ikatoka mdomoni mwake. Damu ilianza kutoka tena kwenye eneo hilo. Alibaki akiwa amenyamaza kimya, akiuma meno yake na kuvuta pumzi nzito za maumivu. Aliweka kibanio pembeni, akajikaza na kusimama tena. Mwili wake uliumba kidogo, lakini bado aliweza kusimama. Alitembea polepole kuelekea kwenye mwili wa yule muuguzi aliyekuwa amemchoma visu. Macho yake yakiwa makini, akainama na kuingiza mkono kwenye mfuko wa gauni la muuaji. Akatoa simu ndogo nyeusi yenye nembo ya ajabu upande wa nyuma. Akaipiga tochi yake ya simu yake mwenyewe. Akamulika mkono wa muuaji, ndipo alipoiona tatu yenye mchoro alama isiyokuwa ya kawaida. Mstari wenye duara dogo ndani yake na namba 2 zilizokuwa zimeandikwa chini yake ilikuwa ni 07-Q. Haraka alipiga picha hiyo tatu kwa simu yake, kisha akasogea taratibu na kumwangalia yule muuguzi mwingine ambaye alikuwa amelala hatua 5 toka mlangoni. Kwa mwangavivu wa tochi alimuinua kichwa kidogo, akamulika uso, ndipo alipoganda. Uso ule, pua, macho, mdomo vyote vilifanana na yule muuaji aliyemchoma visu muda mfupi uliopita. Ni mapacha. Jessica alikuwa amenong'ona kwa mshangao. Alinua kichwa chake juu kutizama taa iliyokuwa imezima na kuacha korido hiyo ikiwa na giza. Lakini waliwezaje kuingia humo? Hospitali hii ipo chini ya usimamizi wa usalama wa taifa. Jessica alikuwa amejiuliza huko akiwa anatizama pande zote. Hakuna ambaye alikuwa anakuja. King'ora bado kilikuwa kinapiga, mlio wake ukivuma kwa zaidi ya dakika 20 sasa. Hakuna daktari, hakuna muuguzi mwingine, hakuna askari aliyekuwa amesogea kwenye korido hiyo. Hapana, hawa
hawakuingia peke yao, lazima kuna mtu wa ndani ambaye amewaruhusu. Jessica alikuwa amejiuliza na kujijibu mwenyewe, huku akiendelea kukagua miili ya mapacha hao ambao walikuwa wamevaa kama wauguzi, na kumbe ni wauaji waliokuwa wamekuja kutaka kuchukua maisha ya Monica. Hospitali ya usalama wa taifa, lakini usalama wenyewe umekufa. Jessica alikuwa ameongea kwa hasira huku akiwa anauma meno yake. Bado jeraha lake lilikuwa linamuuma sana. Akaweka simu yake mfukoni, akamulika tena milango yote iliyokuwa ipo kwenye ghorofa hiyo, kisha karudi mpaka kwenye chumba alichokuwa Monica. Usiogope, kila kitu kipo salama hivi sasa, Jessica alimwambia Monica ambaye alitikisa kichwa kuitikia. Akainama akachukua bastola iliyokuwa imeanguka chini. Alikumbuka kiota kibanio ambacho alikuwa amechomwa nacho. Zote zilikuwa ni silaha ambazo zingeweza kumsaidia hapo mbeleni. Macho yake alimwangalia tena yule muuguzi aliyekuwa amekufa mbele ya mlango. Alisogea akamfunika macho yake, maana alikufa akiwa amekodoa macho. Alitoa simu yake ya seli aina ya Tactiphone S9, simu ya mawasiliano ya ulinzi maalum. Kwa mikono yake ya damu alimpigia Mark mrekonetti. Simu iliita mara ya kwanza kwa dakika 2, haikupokelewa. Mara ya pili kwa dakika 3, lakini hakuna aliyekuwa amepokea kutoka upande wa pili. Alipohisi muda unampotea, akaamua kuacha ujumbe wa sauti hewani. Tumevamiwa ndani ya hospitali ya Mitelegu. Wauaji wawili wameuawa. Wote ni mapacha. Walikuwa wanakuja kumaliza kazi ya kumuua Monica. Inaonekana wamepata msaada kutoka ndani ya hospitali, kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna askari wala daktari yote aliyejitokeza, na king'ola kimepiga kwa dakika 20 bila msaada wote ule. Naondoka na Monica sasa hivi. Tutahamia sehemu nyingine salama. Akatulia kwa sekunde 3, kisha akauacha hewani ujumbe huo kwa ajili ya Mark mrekonetti. Atakaposhika simu atakutana nao. Jessica alikuwa amefungua mlango wa chumba cha wagonjwa kwa tahadhari kubwa sana. Monica alimkumbatia kwa nguvu bila kujali damu zilizokuwa kwenye suti ya mlinzi huyo. Asante sana, maana nilikuwa nimeshaona mwisho wa maisha yangu. Asante sana, pole kwa kunilinda namna hii. Pole sana, pole sana. Monica aliongea kwa sauti ya kilio na machozi yakimtoka. Jessica hakujibu chochote kile, alikuwa kwenye majukumu yake ya kawaida ya kila siku. Aliingia bafuni, akafungua bomba la maji baridi. Damu ilianza kutoka mwilini mwake ikitilika taratibu na kuacha mwili wake ukiwa safi. Alioga haraka, akasafisha uso wake, mikono na shingo, kisha akajifuta kwa taulo jeupe lililokuwa pembeni. Alipotoka bafuni, macho yake yalikuwa yamebadilika. Hayakuwa kama mwanzo tena. Monica alimtazama Jessica tumboni. Hakuwa na jeraha lile ambalo lilikuwa linavuja damu kabla hajaingia bafuni. Alitamani kuuliza limeenda wapi, lakini alishindwa kwa sababu aliona anaweza kuingilia siri za mtu. Monica, tunatoka hapa. Hakuna usalama tena kwenye hospitali hii. Ilikuwa kabisa mpaka king'ola kimeacha kupiga kelele, lakini hakuna mtu aliyefika kutuokoa. Ndio hivyo, eneo hili sio salama hata kidogo. Tunaenda wapi sasa? Na vipi kuhusu Mark mrekonetti? Je, naweza kuonana naye tena? Tunaenda sehemu salama zaidi. Jiandae haraka. Jessica alimjibu Monica huku akivaa suti nyingine nyeusi iliyokuwa ndani ya begi lake dogo. Alipomaliza kuvaa, kama ichukua ile suti ya zamani iliyokuwa imeloa damu na kuiweka katika dumu la takataka hatarishi. Kisha akafunga kifungo chake kwa nguvu. Bastola moja akaifunga kiunoni, nyingine akaishika kwa mkono wa kulia. Aliinua macho yake na kumwangalia Monica mbali kwa bado na mshanga. Tunaondoka sasa. Natangulia mbele, wewe utanifuata kwa nyuma. Usiogope chochote kile. Ukiona nimesimama, wewe pia simama. Ukiona nimeinama, na wewe pia inama. Usizembe, sawa? Monica alitikisa kichwa kuitikia maelezo hayo kutoka kwa mlinzi huyo. Jessica akafungua mlango polepole, bastola ikiwa tayari imetangulia kutoka kabla yao. Aliangaza kushoto kulia. Hospitali ilikuwa kimya kama majengo yote yalikuwa yametelekezwa. Jessica akatembea taratibu mbele, hatua baada ya hatua, macho yake akichunguza kila kona. Monica alimfuata nyuma akibana pumzi. Usiku huo, korido ndefu ya hospitali ya Mitelegu ilishuhudia kivuli cha wanawake wawili, mmoja akiongoza kwa ujasiri, mwingine akifuata kwa uoga. Usiku wa manane ndani ya jiji la Zoli, hewa ya Tongoni ilionekanika kujaa ukimya wenye kutia hofu. Mvua nyepesi ilikuwa imeanza kudondoka. George na Joseph walioka walibaki wamesimama mlangoni wakimkodolea macho Siaga Ranga, au kwa jina maarufu mitaani Rasta. Uso wake ulikuwa umejawa na mikunjo mipya, nywele zake zikiwa zimejaa mvi na zimesokotwa katika mistari mirefu yake ya dreadlocks iliyofungwa nyuma kwa kamba nyekundu. Macho yake ingawa yamechoka bado yalikuwa na nguvu za mtu anayeona mbali. Sekunde zikapita, dakika moja, kisha dakika 2, hakuna aliyesema kitu. Josefu Walioka ndiye aliyesogea kwanza, akachukua reti yake ya ngozi, akafungua taratibu na kutoa kitambulisho cha zamani kilichoandikwa juu yake maneno chama cha wacholaji wa Tanzigare.
Alinyosha mkono wake kumuonyesha Rasta, lakini Rasta hakupokea kitambulisho hicho. Macho yake yalibaki yameelekezwa kwa George, yakichanganya mshangao, hofu na aina fulani ya hisia za mbali, kama mtu aliyemuona ni roho ya zamani iliyofufuka. George naye alikuwa kimya akimwangalia Rasta bila hata kusema neno. Hisia zikacheza usoni mwake. Ghafla bila onyo, Rasta kachukua hatua 3 mbele na kumkumbatia George kwa nguvu. Ilikuwa ni kumbatio la mtu aliyepoteza rafiki miaka mingi na kisha akampata ghafla katikati ya dunia ya mauaji na hofu. George, nilizani kwamba umeshatoweka kabisa duniani. Karibu ndugu yangu, karibu nyumbani. Josefu Walioka alishangaa kuona wawili hao kumbe wanafahamiana muda mrefu. Rasta geuka kwa mikono miwili akawakaribisha ndani akisema, karibuni, hapa bado ni mahali salama, ingawa dunia yenyewe imechafuka sana huko nje mlikotoka. Wakaingia ndani kwa pamoja. Harufu ya mafuta ya rangi, karatasi na mbao zenye michoro ilijaza hewa ya sebule. Kila ukuta ulikuwa umejaa michoro ya wanyama, sura za watu na taswira za ajabu zenye mchanganyiko wa huzuni na zingine furaha. Kulikuwa na sofa 2 za zamani, meza yenye alama za rangi zilizokauka na kabati dogo lenye vyombo. Waliketi kwa pamoja. Rasta alikuwa amekaa upande wa pili akimtizama kwa macho yaliyokuwa yamejaa maswali mengi sana. Za miaka mingi ndugu yangu, Rasta aliuliza kwa sauti ya upole. George akatabasamu kisha alitazama chini. Za miaka mingi ni nzuri, lakini pia ni mbaya. Kwa nini nzuri? Kwa nini mbaya? Ni nzuri kwa sababu nimetoka gerezani nikiwa mzima, na ni mbaya kwa sababu sasa hivi kuna kundi limetokea linataka kuua watu wanaosoma kazi zangu. Nini? Kuna wasomaji wa vitabu vyako? Kwa sababu gani? Ni lazima wanalipa kisasi. Kuna jambo nilifanya miaka 11 iliyopita na hivi sasa ndio wameamua kulipa kisasi. Sasa wanataka kulipa kisasi ndio wao wasomaji wako? Mbona wanaua watu wasiokuwa na hatia? Mimi pia sijaelewa hapo. Yaani nimebaki njia panda. Sawa, sasa umefika, unataka nikusaidie kitu gani George? Mmoja kati ya wasomaji wangu ameuawa kikatili sana. Nadhani utakuwa umeona video na picha zilizokuwa zimezagaa mtaani. Mauaji yamefanyika mbele ya mchoro wangu. Mchoro huo ni mpya kabisa na umechorwa kwenye ukuta wa eneo la Jonapoli. Inaonekanika ulichorwa mahususi kwa tukio hilo, na ndio maana nimekuja hapa. Nataka kujua mchoro huo ulitoka wapi, na zaidi nataka kumjua mchoraji. Nikimjua mchoraji basi itakuwa bahati sana kwangu. Umeleta huo mchoro? Ndio, tumeupiga picha eneo la tukio, na kwenye ule mchoro kuna saini ya mchoraji. Rasta alikuwa ameuliza huko akiwa ananyanyuka alipokuwa amekaa. George akatikisa kichwa kuitikia kwa kuwa saini ipo ya mchoraji. Rasta akanyanyuka kimya kimya na kuingia chumba cha pembeni. Dakika moja baadaye akarudi akiwa na laptop yake ndogo aina ya Toshiba ya zamani lakini imara. Aliweka mezani akaichomeka waya ya umeme na kuwasha. Picha iko wapi? Rasta alikuwa ameuliza, na George akawa ametoa simu yake akaifungua taratibu na kumpa Rasta. Hii hapa, nilipiga kwenye eneo lilipotokea mauaji. Rasta alikuwa amechukua simu na kuhamisha picha kwenye laptop kwa kutumia waya. Sekunde zikapita, kisha dakika moja tarakilishi ikasaga data zake, ikachambua alama ya sahihi kwenye picha, kisha ikatoa matokeo. Jina likatokea kwenye skrini kwa herufi kubwa. Kwa uzoefu wangu kama watu waliotengeneza mchoro huo ni wauaji, basi saini walioacha haiwezi kuwa ya mchoraji halisi. Labda ni mtu mwingine au bandia. Rasta aliongea maneno hayo baada ya kuona jina la mchoraji kabla hajamgeuzia laptop George ambaye alikuwa ametulia. Kweli kabisa, hakuna mchoraji wa kweli ambaye anahusisha sanaa yake na damu isipokuwa tu wale ambao wanatumika kutengeneza ushahidi wa uongo. Lakini nataka kujua ni nani aliyekuwa saini, hata kama ni bandia. Nataka nione jina lililokuwa limetumika. Yeye alikuwa ameongea kwa msisitizo. Na Rasta aligeuza laptop na kumwonyesha jina taratibu. George akasoma jina hilo akiwa ameficha macho yake kutokana na mwanga mkali wa laptop ya Rasta. Percy ORG67. Haiwezekani kabisa. Percy hawezi kufanya kitu kama hiki. George alikuwa ameongea kwa kitazama tena saini iliyokuwa kwenye simu yake na saini ya mchoraji huyo. Rasta alinyamaza kimya akimwangalia rafiki yake huyo akishika kichwa kwa mikono miwili. Wauaji walikuwa wameenda mbali zaidi. Wametumia saini ya mke wake mwenyewe kwenye mchoro huo. Saini ya Percy ORG67 ni sahihi ya mke wake anapochora mchoro wake wowote ule, na ndio sahihi iliyopo kwenye mchoro ule. George Peter Mazinge alitambua sasa wauaji walikuwa na mbinu chafu kuliko alivyodhania. Ni muda sasa wa kurudi uwanjani. George alikuwa ameongea kwa kibonyeza simu yake. Alifika kwenye namba
iliyokuwa imeandikwa 98765432 kisha akapiga namba hiyo na kuweka simu sikioni. Upande wa pili wa simu ulisikika sauti nzito ya kiume ikajibu simu hiyo. Je, amempigia nani na anataka kurudi kwenye kiwanja gani? Endelea kubaki na mimi msikilizaji, bado tupo hapa hapa ndani ya sehemu ya pili ya mada huo. Mada huo ni ukuta wa mauaji. Tunaendelea. Ndani ya nyumba ndogo yenye mwanga hafifu, George Peter Mazinge alikuwa amesimama mbele ya dirisha akitazama nje kwenye kiza totoro. Alishika simu yake kwa mkono wa kushoto akisikiliza kwa umakini sauti kutoka upande wa pili wa simu hiyo. Niingie lini mjini? Sauti nzito ya mtu aliye upande wa pili wa simu hiyo ilisikika vizuri masikioni mwa George. Alitulia sekunde kadhaa kabla ya kujibu. Alisha pumzi na kugeuka kumtizama Joseph Malioka ambaye alikuwa amekaa kwenye sofa kwa utulivu mkubwa. Subiri kwanza, kuna mazishi ya msomaji wangu. Nitahudhuria hapo kesho kisha tutawasiliana ili nikupe ruhusa ya kuingia mjini. Pole sana mzee wangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Nitakuwa nasubiri simu yako ili niingie mjini wakati wote ambao utanihitaji. Nashukuru. George alitoa shukrani kwa sauti ya upole kisha simu ikakatika. Alirudisha simu mfukoni kisha ameshusha tena pumzi ndefu na kugeuka walipokuwa Siaga, Ranga na Joseph Malioka. Siaga, nataka unisaidie kumtafuta aliyechola ule mchoro. Nina hakika mke wangu hawezi kuwa anahusika. Usizingatie saini iliyoko pale. Naamini kabisa huyo aliyesaini alitumiwa kuficha nyayo zao. Ofa yangu ni nzuri sana, hivyo fanya kazi Siaga, na kuamini kwa asilimia nyingi sana. George alikamwambia mchoraji huyo ambaye alitikisa kichwa kuitikia kazi hiyo aliyokuwa amepewa na mwandishi huyo mkongwe na anayesifika kwa ukwasi. Siaga akimeza kwenye kiti chake cha mbao, alishika kidevu chake na kumtizama George moja kwa moja machoni. Nitajaribu, kuna mambo kadhaa kwenye ule mchoro. Kivuli cha rangi, mpangilio wa rangi. Hiyo itanyonyesha ni mkono wa nani ambao umefanya kazi hiyo, hata kama saini ni ya bandia. Hata hivyo nadhani ungechukua tahadhari zaidi ya hii kwa sababu unajua binadamu tunaogopa sana kifua. Najua na ndio maana toka yameanza haya sijapata usingizi hata kidogo. Yanasema hivi kwa sababu hali hii ikishawafikia wasomaji, hakuna mtu ambaye atathubutu kutembea na kitabu chako. Hakuna mtu ambaye atathubutu kutia mguu wake kwenye maktaba yako, na wala hakuna atakayekuwa anaweza kutembea na ukurasa wako. Ni kama watu hawa wanataka kuzika kabisa jina lako. Wanatamani sana mtu akiulizwa kama anakujua au anasema hajui chochote kile kuhusu wewe. Hivyo kabla hawajafika huko, naona kabisa unatakiwa kwanza kulitetea jina lako ambalo umelitengeneza kwa muda mrefu. Umenena vizuri sana Rasta. Ni wakati wangu huu wa kuweza kulipambania jina langu. Japo sijui pa kuanzia, lakini siku nikimpata mmoja tu ambaye atafungua kinywa chake, basi shughuli yao itakuwa imeishia hapo. George alikuwa ameongea maneno hayo kwa kitabasamu kidogo. Tabasamu la mtu asiyekuwa na furaha bali mwenye matumaini madogo tu yaliyosalia moyoni mwake. Baada ya maongezi mafupi yaliyokuwa yamejaa uzito wa siri, George na Joseph Walioka waliondoka nyumbani kwa Siaga Ranga. Waliingia kwenye gari na kuondoka wakiingia barabara kuu ya rami. Ilipofika saa 10 usiku walikuwa wamefika nyumbani kwa George Peter Mazinge, mwandishi mashuhuri ambaye sasa maisha yake yalikuwa yamevamiwa na kivuli cha mauaji. Mwanga wa taa ya sebleni ulikuwa unamulika madirishani, ishara ya kuwa mtu alikuwa bado macho. Mkewe Angela alikuwa amekaa kwenye sofa, macho yake akiwa yameelekezwa kwenye mlango kama alikuwa akihesabu kila dakika tangu alipokuwa amesikia geti likifunguliwa. Alipoona, aliinuka taratibu na kuwakaribisha hapo ndani. Karibuni, aliongea kwa sauti tulivu kwa akiwa anajikuna kisogoni. George alimuonesha Joseph Walioka sehemu ya kukaa kisha yeye na mkewe wakaelekea chumbani kwa ajili ya mazungumzo ya kwanza ya kufika nyumbani. Maki, kwa nini bado unaendelea kuongozana na mtoto huyo? Uone kama unamwatilisha maisha yake. Angela kauliza huku akimsaidia kuvua koti mumewe. George akatabasamu huku akitaka kufungua vishikizo vya shati lake, lakini mkewe akamzuia na kufungua hiyo vishikizo hivyo. Ana akili sana huyo kijana. Ni mdogo kiumri lakini ni mpambanaji na ubongo wake unafanya kazi kama wangu. Nahisi namhitaji awe karibu yangu kuliko ambavyo natakiwa kumweka mbali. Kipindi hiki ambacho bado sijawarudisha watu kazini, yeye atanisaidia sana kufanya kazi. Ni kweli, lakini mtoto wa watu huyo. Najua ni mtoto wa watu. Mpaka hapo tulipofikia siwezi kumpoteza. George alikuwa ameendelea kusisitiza hawezi kuacha kuongozana na Joseph Malioka kutokana na uwezo alionyesha kijana huyo ndani ya muda mfupi aliyoongozana naye. Mkewe hakuliendeleza jambo hilo. Alimjua mume wake hakuwa mtu anayependa kurudia maelezo. Baada ya kubadilisha nguo alizovaa kwa siku 2, alitoka na kwenda sebuleni alipomwacha Joseph Malioka. Njoo, nitakuonesha chumba cha kulala.
George alimwambia kijana huyo huku akiongoza njia. Walitembea kimya kimya kwenye korido nyembamba hadi wakafika chumba cha wageni. Utalala hapa, utatumia chochote kile kilichopo ndani ya chumba hiki. Kama utahitaji msaada wote basi utanipigia simu, nitakuwa hapa ndani ya dakika 2 tu. Nilimwambia Joseph Malioka ambaye tabasamu na kumkumbatia mwandishi huyo. Asante sana kwa kujali. Baada ya wiki 2 kupita, nitabaki na kumbukumbu nzuri ya kwa karibu yako. Usiwaze kuhusu hilo. Maisha hayahitaji kuwaona wengine wapo juu sana. Pengine ulitamani sana kuonana na mimi. Hivi sasa umekuwa pamoja na mimi kwa siku 2. Simuona namna jinsi kilivyo kitu cha kawaida. Ni kitu cha kawaida kwa sababu tunazunguka na kuhangaika huku na kule. Lakini kama ingelikuwa ni kwa utulivu basi isingekuwa kitu cha kawaida. Pumzika, kesho itakuwa siku ndefu sana kwetu. George alikuwa amemwachia kijana huyo akamwaga kwa kichwa. Kisha rudi zake kwa mkewe. Alipoingia chumbani kwao walienda bafuni. Maji ya bomba yalisikika yakitiririka wakati mkewe akiwa kitandani. Macho yake yalikuwa yameelekea kwenye dari. Mawazo yake yalienda mbali, alikumbuka enzi ambazo George alikuwa akicheka sana. Alikuwa na furaha na hakuwahi kulala nje ya nyumba. George alipotoka bafuni alikuwa amevaa nguo za kulalia. Mwili wake ukinukia sabuni safi. Alipanda kitanda taratibu na kusogea karibu na mkewe ambaye alikuwa na sura serious sana siku ya leo. Ulikuwa wapi siku zote hizi 2? Mkewe alikuwa ameuliza kwa sauti ya chini iliyojaa wivu ndani yake. George akamvuta karibu ili kumtuliza. Nilikwenda kumuona Monica. Asante kwa msaada wako, kila kitu kilienda kama nilivyotarajia. Wale waliokuwa wakimfuatilia ni wale waliokuwa wanataka kumuua Joseph Malioka. Na sasa nimegundua ni kundi moja tu, na ndilo ambao hao waliomuua kikatili Isaya Gumbo. Bado nazunguka hapa na pale ili nipate eneo la kuanzia. Nikishapata sintohangaika hata kidogo. Sasa utaanza kufanya nini? Ni pazito kwa sababu sijui wanaofanya hivi ni watoto wa nani. Bado najiuliza kwa nini wakupigiwa wasomaji wako. Adui lazima kushambulia kwenye udhaifu wako. Wasomaji wangu wengi ni dhaifu. Hawezi kujilinda, hawezi kujitetea wenyewe na wanafikiria kirahisi kwa sababu wengi hawezi kuficha mapenzi yao kwangu. Mtu akiulizwa kama anasoma kazi zangu basi anafunguka na ananimwagia sifa kedekede. Sasa hapo ni rahisi sana kuwapata na kuwaumiza. Lakini pia wanaumiza wasomaji wangu ili kufifisha jina langu. Wanajua wasomaji wakiogopa kunitaja popote pale basi ndio napotea hivyo. Natamani sana kumjua mtu ambaye alitoa wazo la wao kulipa kisasi kupitia wasomaji wangu. Huyo mwenda wazimu ana akili nyingi sana. Hivyo unataka kusema hasara ni kubwa wanavyokufa wasomaji wako kuliko familia yako? Familia yangu haizidi watu 20. Watu 17 wote wanajiweza. Ni wewe na binti yangu tu ambao naweza kuwa na hofu, hamna uwezo wa kujilinda, lakini wasomaji wapo wengi sana. Fikiria kama hali hii inaendelea kusababisha hofu ndani ya mioyo ya wasomaji zaidi ya milioni 1 tu. Mimi ni tunu kwa taifa hili. Kupitia yale ambayo nayafanya nimewahi kuokoa uhai wa watu wengi, na vipi kama siku ya leo niwe mtu ambaye analeta hofu kwenye mioyo ya watu? Hatua yako kwanza ni ipi sasa? Naanza kukusanya timu mpya. Tutaenda kuwasaka mchana na usiku. Hii vita sio ya kawaida. Haihitaji usuluhishi wala haihitaji vyombo vya sheria. Hii vita inahitaji jino kwa jino. Angela alinyosha mkono wake akagusa uso wake kwa upole. Najua umezeeka Mark, lakini bado nakuhitaji. Usijitoe kupita kiasi. Umri wako wa kukaa kwenye mstari wa mbele wa vita umeshapita. Mke alikuwa ameongea kwa sauti ya chini sana yenye kujaa mapenzi kwa mume wake. George aligeuka akamkumbatia kwa nguvu. Pumzi zao zilichanganyika. Kulikuwa kuna ukimya mrefu, ukimya uliosheheni maneno ambayo hawakuyasema. Nje upepo ulipuliza kwa nguvu ukigonga madirisha ya nyumba hiyo kubwa ya kifahari. Ndani ya chumba hicho walilala wakiwa wamekumbatiana baada ya kila mmoja kukosa kumbato la mwenzake ndani ya siku 2. Upande mwingine wa simulizi yetu. Ndani ya jengo refu la makao makuu ya jeshi la polisi kulikuwa na mwanga mkali kwenye ofisi moja tu ya ghorofa ya 3. Ni ndani ya ofisi ya Inspector Wilfred Malolo. Saa zilikuwa zimekaribia saa 9 usiku, lakini macho ya maafisa wawili hayakuwa yamenyemelewa na usingizi hata kidogo. Meza iliyokuwa imejaa mafaili yaliyokuwa yamefunguliwa, picha, kadi za kumbukumbu na vikombe 4 vya kahawa ambavyo mvuke wake ulikuwa umekwisha kupoa. Inspector Malolo, mwanaume mwenye mwili imara, macho madogo ya makini na uso uliokuwa umejaa mistari ya upelelezi wa miaka mingi, alisimama mbele ya skrini kubwa ya kompyuta akitazama picha zilizorekodiwa na kamera za usalama za barabarani. Pembeni yake alikuwa amekaa Fande Kaira, mwanamke jasiri mwenye akili ya kipekee na utulivu wa kijasusi. Nywele zake fupi zilionekanika chini ya kofia ya kijeshi na macho yake yalikuwa makini kwenye kila walichokuwa wanafanya ndani ya ofisi hiyo. Walikuwa wamekaa kimya kwa muda mrefu wakitazama video zile zile mara 10 bila hata kuchoka. Hapa, angalia tena.
izumu upande wa kushoto wa barabara. Dakika 10 kabla ya tukio. Afande Kaila alikuwa ameongea kwa sauti ile imejaa uchovu. Inspector Malolo akabonyeza kitufe na kukuza taswira. Picha ikawa wazi zaidi. Mwanga wa taa za gari uliotoa kivuli kinachoonekana upande wa kulia mwa skrini. Finally, gari ndio hili hapa. Afande Kaila aliongea kwa akiwa anaachia tabasamu upana usoni mwake. Haraka Inspector Malolo akamerudisha nyuma zaidi ya dakika 10 na picha nyingi za gari hilo zikaonekanika kupitia mfumo wa usalama barabarani. Walipata picha kadha wa kadha za ubavuni ambazo ziliwaonyesha Isaya Gumbo na dereva huyo wakiwa hapo kwenye gari. Inspector Malolo na Afande Kaila walitazamana kisha wakagonga tano kwa mikono yao. Wote wawili wakatulia. Muda ni kama ulikuwa umesimama. Afande Kaila alikuwa ametazama mbele zaidi, macho yake yakimwangalia yule dereva kwa umakini sana. Alikuwa ni mwanaume mwenye ndevu ndogo, macho makali na uso wa mtu ambaye amejificha nyuma ya maisha ya kawaida lakini anayebeba siri nzito. Tunaweza kumwona vizuri. Afande Kaila kaongea kwa kanazidi kuzumu picha mmoja baada ya nyingine. Walipakua picha hizo za kutosha na kuzitunza maana vitu vilikuwa havieleweki. Dakika 10 baadaye walikuwa tayari wameingia kwenye mfumo wa taarifa wa jeshi la polisi, mfumo asili unaounganishwa na taasisi zote za usalama nchini. Kwa kutumia picha za dereva huyo walitafuta taarifa zake za msingi na majibu yalikuja. Jina ni Robert Mpiki, kijana wa miaka 37, kazi yake ni dereva wa kampuni binafsi ya usafirishaji. Elimu yake ni shahada ya mawasiliano na teknolojia, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ameoa watoto wawili wa kike, umri miaka 9 na miaka 6. Afande Kaila alimtizama Malolo kwa macho yaliokuwa yamejaa usingizi na kutikisa kichwa kwa masikitiko. Msomi, huyu mtu ni aliyesoma hadi chuo kikuu, sasa anahusikaje na mauaji ya kijana kama Isaya? Afande Kaila alijikuta akiwa ameuliza swali ambalo ni kama halikuwa na msingi kuulizwa hapo alipo. Wakati mwingine elimu haizui mtu kuajiliwa kufanya uhalifu kama huu. Na kwa dunia sasa wauaji wengi ni watu wenye elimu kubwa, na ndio maana kazi yetu polisi imekuwa ni ngumu sana. Tunapambana na watu ambao wanajua nini wanafanya. Zamani wajua walikuwa ni watu wasiokuwa na elimu. Ilikuwa ni rahisi kwao kuacha vielelezo eneo la tukio, na ndio maana licha ya kuwa hapa kuna teknolojia lakini mtu alikuwa akifanya mauaji basi ni lazima atakamatwe. Usingekuwa askari mwenzangu, haki ningekuzalia mtoto. Natamani kuwa na kijana mwenye akili nyingi kama za kwako. Ndio mnavyosemaga wanawake. Hii ni mbinu yenu nzuri sana ya kutuchanganya wanaume. Afande Kaila na Inspector Malolo walichanganya utani kidogo wakati wakiendelea kazi. Baada ya kupata taarifa za mtu huyo za kutosha, walijiandaa kutoka kwenda kumkamata usiku huo. Ndani ya dakika chache walikuwa tayari wameshavaa makoti meusi ya upelelezi, bastola zao mbili zenye risasi zilizokuwa zimefungwa vyombo vya kuzuia sauti, silencers, zikihakikiwa na kuwekwa kiunoni. Hakukuwa na askari mwingine aliyekuwa ameitwa wala kushirikishwa kwenye kazi hiyo. Wao wawili tu walitaka kumnasa mtu huyo. Hii ilikuwa ni operation ya siri, na wao wawili waliamua kuifanya kazi hiyo kimya kimya. Afande Kaila na Inspector Malolo walikuwa kwa sehemu ya askari wachache waliokuwa wakiamini kuwa ukweli wa kifo cha Isaya Gumbo ulikuwa ni mkubwa zaidi ya uhalifu wa kawaida. Robert Mpiki ambaye ndiye dereva aliyempeleka Isaya Gumbo kwenye eneo alilokumbwa na umauti alitakiwa kukamatwa ili kusaidia jeshi la polisi kupata ukweli juu ya nini sababu ya mauaji yale na kwa nini video ile isambazwe mtandaoni. Je, askari hao wawili shupavu watafanikiwa kumpata mhusika huyo? Msikilizaji, maswali hayo na majibu yake tutaweza kuyapata kwa uzuri kabisa ndani ya sehemu ya 3, Murder War, ukuta wa mauaji. Msimuliaji director Oeni, mtunzi ni George Daktari SR. Sasa hivi ukiingia WhatsApp 0677062012 andika ukuta wa mauaji, basi utapewa utaratibu wa kuweza kuipata simulizi hii kwa haraka bila kusubiri. Mimi ni director Oeni, tukutane katika sehemu inayofuata. Mpaka sehemu ijayo, bye bye. Ya YouTube channel ya Simulizi Max, lakini kwa haraka unakuwa unaipata kupitia WhatsApp nambari 0677062012. Hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Tukutane katika sehemu ya pili kupata kujua kwa undani zaidi nini hasa kiliendelea ndani ya simulizi yetu. Kwa nini wasomaji wa George Peter Mazinge, Mark Mirani Connect wanauawa kikatili na watu hawa? Kuna nini nyuma ya jambo hilo? Endelea kuwa nami katika sehemu inayofuata, itakuwa ni sehemu ya pili. Mpaka wakati huo, bye bye.